Na hatimaye tunamalizana kabisa na simulizi ya Mara. Na hapa ndio mwisho kabisa wa tangu tulipoanza season 1 mpaka tulipoishia hapa. Na nikwambie tu ya kwamba kuna story nyingi sana zinakusubiri msikilizaji, nyingi mno. Kwa hiyo tuendelee kuombeana uzima sawa pamoja na afya ya kuweza kufanya ama kukuletea story kwa wakati kabisa. Okay? Yes, kuna mambo mengine yanafanyika nje na kusimulia jamani. Kwa hiyo napopata nafasi nitahakikisha kwamba kila siku tunaburudika na simulizi. Basi tulipoishia ni baada ya kuona Chaz amempigia simu Mara na kumwambia kwamba kuna jambo la faida sana kwa ajili yake pamoja na mtoto. Sasa ni jambo gani hilo? Tutafahamu mengi zaidi, lakini tukumbuke Mara alikuwa ametoka na Timo. Sasa hatujajua Timo ndo atakuja kumbeba Mara ama inakuaje. Na hili jambo ambalo Chaz anataka kumwambia Mara ni lipi? Karibu sana, langu jina Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Chuchu. Sasa Mara anasema nilicheka kidogo. Nikamuuliza Chaz ya kwamba tangu lini wewe ukanijali mimi? Yaani tangu lini ukamjali mwanangu? Naomba nitokee hapa Chaz, umesikia Huyo mpenzi wako amekutuma ama? Naomba usinisumbue kabisa. Nilisema kwa hasira na ukata simu. Chaz alipiga tena kama mara 3 lakini sikupokea. Baada ya pale hakunitafuta tena. Japo mimi nilibaki na maswali mengi kichwani, ni kitu gani hicho Chaz anachotaka kunipa? Upande wa pili sikuamini, niliwaza tu itakuwa ametumwa na Delila. Nijikuta nimeingia kwenye mawazo nikijaribu kuchambua kama nimsikilize Chaz au niachane naye tu hadi Timo aliporudi na juisi ya baridi. Basi Timo akasema ya kwamba mbona ubadilika hivyo? Mimi nilikuacha nitabasamu bwana, sasa hivi nimekuta na uzuri namna hii. Shida nini? Basi nitabasamu kidogo. Nikaambia mna shida, kuna simu tu nimepokea hapa ndio imenivuruga. Timo akasema achana naye huyo. Leo mimi nimekuleta hapa utoe mawazo. Naelewa namna gani hii siku ni ngumu sana kwako. Timo alisema kisha akanipatia glasi ya juisi, nikasema asante. Nilimwambia sasa nikipokea na kuegemea sofa vizuri na kuanza kunywa. Kulikuwa na ukimya kidogo kabla Timo hajaongea tena. Basi Timo akauliza kwamba niambie unajisikiaje, yani kiafya, kihisia, kiakili? Nikasema kwa kweli niko vizuri. Ila asubuhi na wakati wa ibada ndo ulikuwa ni mgumu sana, lakini kwa sasa hivi niko vizuri kabisa. Ni huzuni tu ambayo nimeshaizoea. Nilisema sasa nikijitahidi kutabasamu kidogo. Basi tulikaa kimya kidogo kabla Timo hajaongea tena. Timo akasema kwamba natamani ningeweza kufanya kitu ili kukuondolea hiyo huzuni. Nikamjibu kwa bahati mbaya ni kitu ambacho inabidi ni pambane nacho mwenyewe tu. Lakini namshukuru Mungu leo hii sio kama nilivyokuwa mwaka jana uliopita. Nimeshajisamehe, nimeshamsamehe Kiani. Kitu pekee ninachoangalia sasa hivi ni kuwa mama bora tu kwa Juani. Sawa kweli kabisa. Kama una amani basi mimi nafurahi kwa sababu hicho ndio kitu pekee tunachohitaji kwa sasa. Alfu sema una vitu vingi vya kuongea. Niambie basi ili ni sahau huzuni yangu hata kwa muda kidogo. Unajua Gode, nikifikiria changamoto zako naona kama vile ni shida zangu sio kitu. Nadhani unaweza kuniita Mara, itapendeza zaidi. Achana hilo Gode. Tumeshafahamiana vya kutosha na marafiki zangu wote wananiita kwa jina langu halisi. Nilimwambia hivyo, alinitazama kwa tabasamu kubwa akasema Mara, okay. Nitakuita hivyo kuanzia leo. Basi alikaa kimya kidogo kabla hajaongea tena. Unajua Mara, ex wangu amerudi. Yule mwenye mume na watoto. Nilimuuliza kwa mshangao sana. Timo alicheka. No. Sio Emily bwana. Maisha yake yameshatulia. Emily sasa hivi ana furaha sana. Tena yupo na mume wake. Mimi namuongelea Vai, yule ambaye nilimwacha kwa ajili ya Emily. Sasa si ndicho ulichokuwa unataka au sio? Nilimuuliza sasa nikiweka kipande cha keki mdomoni. Timo alitulia akiangalia kila kitu nilichokuwa nafanya. Hata mimi nilijua hivyo. Unajua Vai amachana na mpenzi wake na akanirudia akidai kwamba hajawahi kuacha kunipenda. Na hapa naongelea baada tu ya kurudi Arusha. Baada ya sisi kuongea kwenye ile sherehe.
Kusema kweli mimi ni furahi sababu mimi sikuwa na mpango wa kuanzisha mahusiano tena. Mambo ya kwanza kujua tabia za mwanamke, mara chakula anachopenda, mara rangi, sijui nini. Yaani mimi sikuwa na hiyo nguvu. Kwa hiyo mimi nilimpokea tu na mikono miwili. Na kuanzia ile siku Vai amenipenda kuliko ninavyoweza kusema. Lakini shida ni nini hapo? Sababu naona kama kuna lakini hapo mbele. Lakini ipo tena kubwa sana. Unajua mimi nimetokea kumpenda mwanamke mwingine. Unajua upendo hauna ratiba Mimi sikuwahi kudhani kama ingetokea siku nikamwachilia kabisa Emily. Sidhani kabisa. Yule Emily nilimpenda sana. Kumwachilia Vai na kuwa tayari kuanza kujifunza upya kila kitu, lakini kwa sasa nipo tayari. Unajua mimi nikipenda huwa napenda vibaya sana. Yaani mimi naweza hata kuhamisha milima kwa ajili ya huyu mwanamke, lakini mpaka sasa sijui nitamwambia nini Vai. Alafu pili mimi sijui nitamwanzaje huyu mwanamke. Kweli hapo pazito, lakini mimi naona hauna jinsi zaidi tu ya kuongea. Mwambie huyu mwanamke na pia uongee na Vai. Sidhani kama anastahili kupitia haya yote. Kufunguka kwako ndio kutakuwa pona yako. Mimi naelewa hilo. Unajua Vai sio shida. Yaani hapa mimi nakusanya tu nguvu ili niweze kuzungumza. Lakini sasa nikirudi Arusha lazima sasa nimuite niongee naye. Lakini sasa huyu mwanamke ninayempenda kuliko hata maisha yangu. Sijui namna ya kwanza kuongea naye. Yaani sielewi naanzaje. Yaani sijui namuita na kusema nini. Yaani mara sielewi kabisa ni. Kwani huyu mwanamke sio rafiki yako? Mimi naweza nikakusaidia. Miezi kadhaa iliyopita nilimsaidia mdogo wangu na mpaka sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia tu kama unahitaji msaada wangu wewe niambie tu. Unajua hiki kipindi bado niko free, sijaanza ratiba zangu. So mimi naweza nikakusaidia kabisa. Yaani kweli utafanya hivyo kwa ajili yangu? Timo, wewe ni rafiki yangu. Lazima kusaidia sababu najua hata mimi nikikwama utanisaidia tu kama ilivyokuwa kwenye pancha ile siku. Mara, okay, nimepaliwa na juice. Lakini haitakupa shida wewe kuona watu wengine wakipendana? No, hapana. Kwanza inanipa furaha na tena kujua mimi ndio nimewasaidia inanipa raha zaidi. Ni kama vile naishi kupitia nyie kwa sababu najua mapenzi ni kitu ambacho mimi siwezi kukipata kwenye maisha yangu tena. Lakini Mara, unataka kuniambia kwamba ni hautapenda tena? Kwa kweli mimi sijioni nikitengeneza familia na mwanamume mwingine. Sijioni nikipenda mtu mwingine. Kwanza sidhani kama kuna mtu atakayenipenda kama Kiana alivyonipenda. Timo alitulia kidogo, akiwa ameinamisha kichwa. Ni kama maneno yangu alimaliza nguvu. Aliinua kichwa chake na kuchukua mkono wangu. Mara, mimi naweza nikasema kwamba yupo mtu atakayekupenda. Hawezi kukupenda kama Kiana kwa sababu kila mtu ana upendo wake na ana namna yake ya tofauti ya kuonyesha upendo. Lakini unatakiwa ufungue moyo wako kupokea upendo. Mimi na hakika yupo mtu Mara. Kwa hiyo usiufungie moyo wako. Timo aliniambia kwa huzuni sana. Niliitikia kwa kichwa tu na kunywa juice kidogo nikitamani hii mada ishe. Natamani watu waache kuniuliza hili swali. Usiwaze kuhusu mimi, cha msingi hilo swala halinisumbui, kwa hiyo wewe niambie tu kama unahitaji msaada wangu. Timo alitikisa kichwa chake kwa shiria hapana. Mara itakuwa na haja tena. Alisema na kunifanya baki nikishangaa tu kwa jinsi furaha yake yote ilivyopotea. Nilitaka kumuuliza kwa nini lakini akainuka akasema kwamba muda umekimbia, acha nikurudishe nyumbani na hakika mama yako atakuwa akikusubiri. Basi alisema huko akipeleka glasi yake kwenye kile kisehemu cha jiko na mimi niliinuka na kusanya vyombo vingine na kumfuata. Alisuuza vile vyombo na mimi nilimsaidia kuvifuta na kuviweka kabatini. Hakuonekana kama anataka kuongea, hivyo nilikaa kimya tu. Tuliweka kila kitu sawa bila kuongea chochote kisha tukatoka. Tulitembea hadi kwenye gari ambapo Timo alinifungulia mlango na kunisubiri nikae na kufunga mkanda, ndipo akazunguka upande wa pili. Nilimwambia kwamba Timo, asante sana kwa leo. Inawezekana kwako ni kitu kidogo lakini hii kutoka hivi yani imenisaidia sana. Kwa hiyo asante sana. Hatimaye Timo aliacha tabasamu akasema nafurahi kama hii imekusaidia. Nikamjibu umenisaidia sana. Sasa inabidi tu na mimi nitenge muda kulipiza ile.
Nilimwambia hivyo, aliacha tabasamu kubwa zaidi. Akasema kwamba unajua hauna haja ya kufanya hivyo Mara. Ya naelewa, lakini mimi ndo nimependekeza, kwa hiyo sidhani kama kutakuwa kuna shida hapo. Labda kama utakuwa umeshampata mwanamke wako. Usio na shaka Mara, mimi na hakika itakuwa bado. Umejuaje? Yaani unaongea kwa hakika sana, au ndo umebadili mawazo ghafla? Amna, sijabadili mawazo, lakini tunadhani nitasubiri hadi nionane na wewe tena ili nipate nguvu ya kumfuata. Kwa hiyo itakuwa bado. Okay, basi nitajitahidi kuharakisha ile nisikukwamishe. Sawa, itakuwa vizuri. Timu alisema, kisha tukawa kimya, kila mmoja akiwaza. Lakini akili yangu ilirudi kwa Charles. Bado sijaelewa sababu yake ya kunipigia, na pili sielewi kama alilosema ni kweli. Kwa jinsi nilivyogubikwa na mawazo, haikuchukua muda gari liliingia nyumbani kwangu, na kama Timu alivyosema, mama alikuwa macho na alitoka nje baada ya kusikia geti limefunguliwa. Mama akasema kwamba yani ndo nilikuwa nashika simu hapa kuwapigia. Mama alisema hivyo tuliposhuka na kufika pale kibarazani. Timu alimwambia mama kwamba na sisi tukajitahidi kukuai mama. Pole sana mama kwa kutusubiri, lakini nimemrudisha binti yako akiwa salama kabisa. Mama akasema asante sana, sababu ndo nilikuwa namwaza hapa. Jua ni amelala muda si mrefu, ndo nikawa sasa natamani na yeye awe amefika apumzike ili baadaye Jua ni akiamka na yeye awe na nguvu ya kupambana naye. Timu akasema basi mama apitize tu kulala moja kwa moja, asiendelee kupoteza muda. Basi baada ya Timu kusema hivyo nikamwambia kwamba hivi mnajua nipo hapa pembeni sio mnaongea tu kama mnakabidhiana gunia la mahindi. Niliwaambia hivyo, walicheka sana kisha Timu akaaga na kondoka. Mama alinisimamisha pale kibarazani hadi gari la Timu lilipotoka getini. Mama akaniambia kwamba kijana mzuri sana, ana heshima pekee kabisa. Ya, ni kweli ni mstaarabu mama. Ndio inabidi sasa umwangalie vizuri. Mama, tafadhali mnaomba usianzishe imada mama. Mara. Hivi unajua na miaka 26. Si kwa zigandi? Na wewe sio mjane. Kwanza hata wajane wanaruhusiwa kuendelea maisha yao. Wewe ni binti, ukiendelea hivi utashangaa miaka 30 hiyo. Au hautaki Jua ni awe na wadogo zake? Mama aliniuliza lakini sikuwa na nguvu ya kumjibu kabisa, hivyo badala ya kumjibu niliingia ndani na kumwambia usiku mwema, kisha nikaelekea chumbani kwangu ambapo mwanangu alikuwa ameshalazwa kwenye kitanda chake. Basi bwana, mimi nilioga, nikavaa nguo za kulala kisha nikapanda kitandani. Niliposhika simu yangu ndio niliona ujumbe wa Timu akinishukuru na kuwa amekuwa na wakati mzuri sana leo. Na mimi nilimshukuru na kumtakia usiku mwema kisha nikalala. Saa 11 nilikuwa macho, sio kwa kutaka bali Jua ndo ameamua hivyo. Aliamka alfajiri na kukataa kabisa kurudi kulala, kwa hiyo nilienda naye sebuleni nikamweka kifuani na kutulia sasa nikiangalia habari za alfajiri. Yeye alifurahi na kutulia kunitazama uso wangu. Nyakati kama hizi ndio huwa ninatamani sana ningekuwa na mzazi mwenzangu angeweza kuhangaika naye na mimi nipate nafasi ya kupumzika au labda tungepeana zamu. Mimi nilikuwa nimechoka sana lakini Jua hakutaka kabisa kuniacha nilale. Simu yangu ilipokea ujumbe kutoka kwa Timu akiniambia ndio anajiandaa kurudi Arusha. Nilimjibu kwa kumtakia safari njema lakini alipiga wakati huo huo. Basi nilipopokea simu akasema kwamba sikutegemea ungekuwa macho. Nikamwambia kwamba hata mimi sikutegemea ningekuwa macho lakini bosi wangu ndo ameamua hivi. Yaani hapa nafsi yake inaridhika yani kuniona nikiwa macho. Timu alicheka akasema kwamba nasubiri kwa hamu na mimi nipate wangu aanze kunitesa hivyo. Nikamwambia kwamba nadhani raha ukiona mwenzako kwa sababu unaweza kupata nafasi ya kupumzika lakini ukiwa mwenyewe kuna wakati natesa sana. Nilimwambia hivyo Timu huku sasa nikifunga macho ambayo yalikuwa yanavuta kutokana na kulala muda mfupi sana. Timu akaniambia kwamba siwezi kusema naelewa lakini ninachojua ni kuwa mimi sitamani kuwa kwenye viatu vyako. Lakini Jua ni mzuri sana, kwa hiyo naamini hata ukiwa na hasira ukimwangalia tu unasahau. Baada ya Timu kusema hivyo nilicheka kidogo na kumwangalia Jua aliyekuwa kifuani kwangu. Aliacha tabasamu na kunionyesha mapengo yake, kitu kilichofanya sasa moyo wangu ujae sana. Nikamwambia Timu ya kwamba hawezi kumkasirikia Jua kabisa. Timu akasema ya vizuri. Mimi nimefurahi kukusikia, naamini siku yangu itakuwa nzuri zaidi, kwa hiyo acha nijiandae jioni na kazi ambayo inanisubiria Arusha. Nikamwambia okay, asante sana kwa kunikumbuka, uwe na safari njema. Nilimwaga kisha kata simu, nikabaki na mwanangu. Kwa bahati nzuri Jua nilisinzia mida kama ya saa 12 na mimi sikupoteza muda. Nilienda kulala pamoja naye sababu nilijua tu akiamka tu sitaweza kulala. Nilikuja kuamshwa na mama huku sasa akiniambia kuna mgeni wangu.
Ilikuwa ni kwenye muda wa saa 3 hivi asubuhi. Nimuitikia tu na kuingia bafuni kuoga. Nilipotoka Juan alikuwa ameshaamka. Yaani huyu mtoto jamani ni kama vile ananinusa. Baada ya kumbadilisha nguo nilimbeba na kuelekea naye sebuleni. Nilipofika kwenye corridor nilikutana na mama ambaye alimchukua Juan, na kwa jinsi alivyonitazama tu nilijua kuna kitu hakipo sawa, lakini sikumuuliza wala kumbishia. Nilimpatia mtoto na kuelekea sebuleni. Nilishtuka kidogo baada ya kumuona Chaz pale sebuleni. Alikuwa amevaa nguo za mazoezi, nadhani amekuja hapa akitokea gym. Nilimwambia Chaz, karibu. Nilimwambia sasa nikijitahidi kutokushangaa sana. Chaz akasema asante, samahani na kusumbua asubuhi yote. Vipi za tangu jana? Chaz, naomba tufupishe mambo. Acha kujifanya unanijali sana, sawa? Wewe sema tu kilichokuleta kisha uondoke. Nilimwambia kwa hasira kidogo. Jana tu alikuwa pembeni ya D akimsaidia kubeba mkoba na kumshikilia, alafu leo anakuja kwangu akijifanya anajali sana. Bas Chaz akasema kwamba okay, samahani, nimekuja kukupatia hii. Naamini hiki kitakusaidia kupata amani ya moyo wako. Alisema kutoa flash kwenye mfuko wa bukta yake na kunipatia. Nilimuuliza nini hiki? Chaz akasema kwamba huo ndio ushahidi ambao mmekuwa mkiutafuta kwa shida. D anajua mnampeleleza na yeye ndo amemlipa mpelelezi wenu ili kuwachelewesha. Na huo ushahidi ndio sababu pekee nilikuwa na D. Najua tuwezi kuwa marafiki kama mwanzo, lakini naamini hii itakusaidia kuona dhamira yangu, labda utaweza kunisamehe na hiyo chuki ilionayo juu yangu itapungua. Chaz alisema hivyo. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio wakati huo. Nilimwambia kwamba Chaz, unajua sikuchukie. Nilimwambia nikijaribu kumfanya sijisikie vibaya, ni ajisikie vizuri kidogo. Chaz akasema kwamba natamani tu wakati mwingine utakaposikia jina langu utabasamu badala ya kukunja sura. Chaz alisema na kunifanya nitabasamu kidogo. Nilimwambia kwamba asante sana Chaz, kama hiki ni hicho unachokisema basi Mungu akubariki mno. Chaz akasema usijali, cha msingi usiangalie mwenyewe, labda uwe na rafiki au vyovyote tu, lakini uwe na mtu wa kukushika mkono katika ile. Nikamwambia nitamuita Cindy, kwa hiyo uwe na amani tu. Nilimweleza, alitabasamu kidogo. Chaz akasema kwamba vizuri, basi acha mimi nirudi ili D asije akawaza tofauti. Kwa hiyo uwe na siku njema. Aliniaga na kutoka. Nilibaki nikiangalia ile flash mkononi mwangu. Mwaka mmoja baadaye hatimaye mpenzi wangu atapata haki yake. Nilishaanza kukata tamaa juu ya hili, na ukizingatia mimi nilikuwa nikimlipa yule ng'ombe pesa nzuri tu kwa miezi 7 sasa, lakini hajawahi kunieleza kitu chochote cha maana. Alafu Chaz ambaye hata sijamtuma anakuja kuniletea kila kitu. Ngoja, labda sio kila kitu, labda hapa yenyewe hata mimi sijui ndani kuna nini, lakini mimi najua Chaz hawezi kunidanganya kwenye swala kama hilo. Sasa muda huo mama alitoka akiwa na Juan. Tena kalikuwa kasafi tu, kameng'aa. Si unajua akipakwa mafuta na bibi mtoto anapakwa mafuta ni randomly. Kwa hiyo mtoto akipaka mafuta na bibi anang'aa kama kitumbua. Basi mama akauliza kwamba yule kijana ameondoka, shida yake ilikuwa ni nini? Sababu alionekana kama vile yani atazimia kama asipokuona. Ningeambia mama yule ni Chaz. Mama akasema najua yeye ndio yuko pamoja na yule pepo wa jana. Lakini nitaka tu kujua kilichomleta hapa ni nini. Baada mama kusema hivyo nilicheka kidogo, nikasema ndio nisikilize basi mama. Mimi na Chaz tulikuwa pamoja kabla sijaona Kian. Yeye ndo alikuwa meneja wangu wa kwanza. Yeye ndo alinitambulisha kwenye muziki. Kupitia yeye ndo nilimfahamu Kesi. Lakini kama watu wengine tukaja kushindwana kwenye mahusiano, kwa hiyo tukaachana mazima. Nilimwambia mama alitulia kidogo kama akiwaza hivi. Mama akauliza kwamba huyu ndio yule kijana aliyekupiga hadi ukalazo ulipoenda kuchukua vitu vyako? Nikaambia mama ndio huyo. Mama akasema jamani, kijana ana sura nzuri hivi ya kitakatifu lakini roho yake mbaya sana. Sio bure hata ameishia kwa yule pepo. Maana wanaendana sana. Mama alisema sasa akielekea zake jikoni. Hakutaka hata kujua kilichomleta Chaz. Mimi nilicheka tu kwa sasa nikielekea chumbani kwa ajili ya kuchukua simu yangu na kuwatafuta marafiki zangu. Nilitaka kujua kila kitu kilichoko kwenye hii flash. Na nilitaka kujua leo. So nilipoambia marafiki zangu kuwa nimepata ushahidi juu ya kesi ya Kian, kila mtu alikuwa tayari kuacha mambo yake ili kuja kuwa na mimi. Sijui nimempa nini Mungu kupata marafiki kama hawa jamani. Na mnajua kupata marafiki ambao upo nao katika milima, mabonde, katika situation yote ni jambo la kushukuru sana. Maana marafiki wengi unajua walivyo wanafiki. Wewe unachekecheka hapo, kumbe rafiki yako
anatoa siri zako kwa mtu muhimu sana kwako. Mwisho siku nashangaa, imewafikiaje hii taarifa? Au anakuchukulia mpenzi wako, hapo ndo utajua ujui. So baada ya kumaliza kuongea nao, nirudi sebuleni ambapo nilimkuta mama akihangaika kutengeneza kifungua kinywa sasa akiwa amembeba Juani. Nilimwambia akapumzike na mtoto sebuleni kisha nikashughulikia hilo swala. Baada ya kifungua kinywa, mama alijiandaa na kwenda dukani kwake. Nilibaki na Juani wangu ambaye kwa siku ya leo hakutaka hata nimweke chini. Masaa mawili baadaye, Kesi na Cindy walifika wakiwa na watoto wao. Baada ya kusalimiana, tuliwaweka watoto vizuri. Tena kwa bahati nzuri Juani alisinzia, hivyo nilienda kumlaza. Candy na Felix tuliwaweka mahali pa kucheza na kuwaacha hapo. Basi Cindy alianza kuuliza kwamba tuambie imekuaje? Nikasema kwamba Chaza ameniletea flash leo asubuhi. Alinitafuta jana usiku lakini sikuwa nyumbani na nilimjibu vibaya, lakini leo asubuhi mama ndo alimpokea na kuja kuniita. Aliniambia flash ndo ina ushahidi wote kuhusu Kian. Nilisema hivyo huku sasa nikiangalia ile flash iliyokuwa mkononi mwangu. Basi Cindy akauliza kwamba ila mimi kaka mimi simuamini. Hivi wewe unajuaje kama ametumwa na yule nyoka je? Kesi akasema Cindy, mtutoe basi kidogo jamani. Unajua hatujajua hata kilichopo Kwa mimi sidhani kama eti mtu angehangaika hivyo ili tu kumuumiza Mara, sidhani. Baada ya Kesi kusema hivyo, Cindy akasema kwamba guys, hebu msijisaulishe jamani. Huyu Chazi ndo alijifanya hana shida na Mara. Akamruhusu akachukue vitu alafu akamjeruhi. Hivi nyewe mwahi kujiuliza nini kingetokea kama mume wangu asingefika kwa wakati siku ile? Unajua tusichukulie mambo kirahisi. Cindy, mimi silichukulia kirahisi, ndio maana nimewaita mpenzi, sawa? Chazi ameniambia hii ndio sababu alikuwa na D. Yaani kwamba kaingia naye kwenye mahusiano kwa hii sababu. Na akaniomba nisiangalie hii flash mwenyewe. Ndio maana nikawatafuta ili hii flash tuitazame yote. Kwa mimi naomba sana. Naomba kwanza tuone kwanza kilichopo ndani ya flash. Halafu ndipo tutajua tunamhukumu vipi Chazi. Kesi aliniunga mkono lakini Cindy alibaki kimya tu. Badala ya kuangeka naye nilielekea chumbani kuchukua kompyuta yangu kisha nikaiweka kwenye meza ya kulia chakula. Marafiki zangu walikuja na kuvuta viti karibu yangu tukakaa tukisubiri kompyuta wake. Baada ya kuchomeka flash na kuifungua, kulikuwa na faili kama 5 hivi. Kila moja lilikuwa na jina tofauti. Majina aliandika Kian, Freddy, Steve, Harry na D. Nilisoma ile majina kisha nikachagua Harry. Nilifungua lile faili na huko ndani nikaona video 2. Na kwa kutazama kwa nje ilionekana kabisa kuwa zile hazikuwa video za kawaida sababu walikuwa watupu. Moyo wangu ulishtuka na tumbo langu lilikaza nilipofungua ile video ya kwanza. Kwenye ile video alikuwa ni D na huyo mwanaume ambaye bila shaka jina lake ndio Harry. D alikuwa amefungwa mikono huku akiomba aachiwe, lakini Harry hakuwa na huo mpango. Alikuwa akimpiga na kumziba mdomo pamoja na kumbaka. Macho yangu hayanidanganyi, kinachoendelea hapo ni ubakaji, msikilizaji. Hata kabla dakika haijaisha, nilifunga ile video huku vidole vyangu vikitetemeka. Ubongo wangu ulishindwa kuelewa ni kitu gani nilichokiona. Zilipita dakika 3 nzima hakuna aliyeongea chochote. Yaani hatukujua hata tuseme nini. Nilifungua lile faili na kuangalia, nilifunga kwanza lile faili ambalo lilikuwa lina hiyo video ya Harry pamoja na D. Sasa nikaangalia zile faili za hao wanaume wengine, kasoro faili la Kian. Hilo ni iruka, lakini kila faili lilikuwa na video na kwa mbali zinaonekana hazina tofauti na hiyo tuliyotoka kuona. Awamu hii Kesi alijikaza na kufungua zile video nyingine sasa. Hatukuangalia sana, alifunga akafungua ya mwanaume mwingine hadi tukamaliza wote kasoro Kian. Video zote zilikuwa ni za ubakaji wa aina tofauti tofauti, lakini cha ajabu ni kuwa ukitulia vizuri na kuangalia zile video, msikilizaji, utaelewa kuwa D alikuwa anafurahia kila kitu. Yaani mpaka sasa hivi ubongo wangu bado hauelewi kabisa. Sidhani kama hawa wanaume walijua wanarekodiwa. Kwanza hata sielewa walifikia kwenye makubaliano gani hadi wakafikia hapa. Niliinuka kutoka kwenye kiti na kwenda kule sebuleni ambapo nilikuta Felix ameshalala chini na Candy ndo alikuwa akisinzia. Mimi sikuwa hata na nguvu ya kuwabeba, ubongo wangu ulikuwa ni umechanganyika vya kutosha. Kama video ya Kian nayo ipo kama hizo nyingine, basi Kian hakuwa na popote
pa kuponea. Hii ni kitu gani sasa? Nilimsikia mwanangu akilia, hivyo nilienda kumfuata chumbani. Nilikuta amejisaidia, amechafua nguo, amejipaka, yani kitanda chake kidogo kilikuwa kimechafuka. Ilibidi sasa nianze zoezi la kumwogesha na kumvalisha, ndipo nikasafisha kitanda chake na kusuuza nguo zake na kuziloweka. Nimuuliza mwanangu kwamba unajisikiaje baada ya kushusha mzigo mtoto. Nimuuliza mwanangu hivyo huku sasa tukitoka chumbani kuelekea sebuleni. Mwenyewe alikuwa na furaha tu, alikuwa anacheka tu na magego yote nje. Basi Cindy akaita, mkwe. Cindy alisema hivyo kwa furaha huku sasa akimchukua Joan. Niliwaacha wakicheka, kisha mimi na Casey tukaenda kuwalaza Felix na Candy. Asa Casey akaniuliza hapo tuliporudi sebuleni sasa, akaniuliza kwamba kwa hiyo umefikiriaje? Kwa kweli hata sijui hata niwaze nini. Sasa ule ushahidi ni juu ya nani? Sababu mimi hata naona aibu hata kumpa mwanasheria hivi vitu atazame. Alafu pili sielewi hata kile ni kitu gani. Yaani mtu unabakwaje na wanaume 4? Hata kama ni nyakati tofauti. Yaani unakubalije mtu akubake mara 6 au 7? Yaani imenivuruga bongo. Yaani sielewi, yani ubongo wangu sielewi kitu yani. Nilimwambia hivyo Casey. Casey alicheka kidogo akasema kwamba kweli haujaelewa chochote kilichokuwa kinaendelea, Nimuuliza Casey unamaanisha nini? Nimuuliza, lakini badala ya kunijibu, Casey alitembea hadi upande wa meza chakula ambapo tulimwacha Cindy na Joan wakicheza. Tulirudi kukaa tulipokuwa tumekaa mwanzoni, ndipo Casey akaanza kuongea tena akasema kwamba umeshawahi kusikia kuhusu BDSM? Niuliza. Nikasema ndio kampuni gani hiyo? Casey aliangua kicheko huku Cindy akiungana naye. Cindy sasa akauliza kwamba wewe hujawahi kusikia kuhusu BDSM wewe? Wewe unajua nini sasa kuhusu mambo ya 6 kwa 6? Cindy ndo aliuliza awamu hii. Nikasema kwamba kwa hiyo BDSM ni staili mpya ama? Niliwauliza na kuona wakicheka zaidi. Niliamua kunyamaza sababu kila nilichosema walicheka. Casey akasema kwamba BDSM inahusu mambo ya kitandani kama Cindy alivyosema. Kama unataka kujua kirefu chake utatumia Google tu. Wewe ingia tu Google, andika hizo herufi BDSM. Casey aliniambia hivyo. Sasa Cindy akasema kwamba hiyo si ndio ile inayohusu maumivu au nakosa jamani Mimi nimesikia kidogo lakini sijawahi kuelewa. Mimi ni mpole sana kitandani kwa hiyo mimi sitaki fujo. Casey akasema lakini BDSM ni pana na inahusu vitu vingi, lakini ni maarufu zaidi kwenye swala la maumivu. Yaani kama hiki tulichokiona hapa ni mfano mmoja wapo. Inaonekana D anapenda vitu kama hivyo kitandani na ndio maana kila mwanaume wake alimfanyia hivyo. Casey alisema kama kungu fulani hivi. Basi nikasema kwamba sasa kwa nini sasa hawajamwacha aliposema wamwache? Yaani haionekani kabisa kama ilikuwa ridhaa yake. Nilisema sasa nikizidi kuchanganyikiwa. Casey akasema kwamba tunarudia tena. BDSM ni pana sana mara. Kuna kitu kinaitwa safe word. Inaweza kuwa neno lolote ambalo mtu anaweza kulisema kwa urahisi. Mara nyingi watu huchagua rangi ya utunda. Kwa hiyo sasa kama haujasema hilo neno mtu hawezi kukuacha. Ndio maana D alikuwa anasema maneno yote hayo na hakuachiwa, huenda hakusema hilo neno. Casey alisema hivyo. Cindy akasema kwamba kwa hiyo unamaanisha kuwa D anafurahia kusikia maumivu akiwa kitandani na kwa upande wake ni hivyo kubakwa, si ndio? Cindy aliuliza. Casey akasema yaani kwenye BDSM kuna watu wanaofurahia kusikia maumivu kama D. Kwa mfano na kuna watu wanaofurahia kuwaumiza wenzao. Casey alisema hivyo na kuzidi kunichanganya. Sasa nikauliza kwamba kwa hiyo unamaanisha hawa wanaume walikuwa wanafurahia kumuumiza D. Kama hivyo kumbaka, kumpiga. Niliuliza sasa nikisikia ngozi yangu ikiwasha. Baada ya kuuliza hivyo Casey akasema kwamba sio wote. Unajua ukiangalia video kwa makini utaona kwamba Freddy na Harry ndio waliofurahia zaidi. Mtu kama Freddy ana video kama 6. Na hata ukimuona unaona namna gani alivyokuwa na furaha. Lakini kwa mtu kama Steve hapo hakuweza hata kumaliza hiyo video moja. Casey alisema hivyo. Cindy akauliza kwamba alafu kwanza hebu kwanza mmoja kwanza kabla tujaendelea hapo. Wewe Casey umejuaje hayo yote? Casey unaonekana ni kungwi. Casey alicheka kidogo akasema niliwahi kuwa na ex ambaye alikuwa kwenye hayo mambo.
Hakupenda kunipiga wala hakupenda kupigwa, lakini alifurahi kunipelekesha na kuniamrisha kitandani. Mwanzoni ilikuwa ni shida, afu sasa ukizingatia ubishi wangu, lakini nilijikuta nimezoea tu. Na unajua tena ukimpenda mtu hivyo, nilichukua muda wangu na kusoma juu ya hilo. Kesi alisema, kwa hiyo ni mpaka sasa hivi au hivyo viliishia kwa ex? Kesi akasema, ni mpaka sasa hivi, lakini bahati nzuri Jordan, hiyo ni asili yake. Yana anaweza kuonekana mpole, lakini tukifika chumbani we ni mtu tofauti kabisa. Kesi alisema kwa furaha. Nikasema kwamba basi ishia hapo bwana, ishia hapo. Usiendelee kutuambia mambo yako wewe na mpenzi wako mnapokuwa kitandani. Kwanza mimi sihitaji picha yako na Jordan kwenye ubongo wangu. Nilisema hivyo. Kesi alicheka sana. Nikamwambia kwamba asante sana kwa elimu yako, lakini sidhani kama nitajaribu hata kuelewa huo upande mwingine. Hichi kidogo ninachokijua kinanitosha. Kesi akasema usiwaze, hakuna shida, cha msingi ni kuelewa tu hili itasaidia vipi kwenye swala la Kian. Ya, ni kweli. Lakini hatujamaliza. Kuna faili la D ambalo hatujalifungua bado. Nilisema kwa sasa nikifungua ile faili, hili lilikuwa tofauti na mengine. Hili lilikuwa na rekodi moja tu. Nilipofungua nilisikia sauti ya D akiongea na Chaz. D alikuwa akijaribu kumshawishi Chaz amfanyie hicho tulichokiona kwenye video za watu wengine. Lakini Chaz alikuwa akilalamika kuwa hafurahi kuumiza watu akiwa kitandani. D akamwambia kwamba hata Kian na Steve walikuwa kama wewe, mbona mwisho aliweza? Baby, tukienda hivi mimi yani hairidhishi kabisa. Mimi naweza hata kukuonyesha video zao ili uamini. Sasa kwenye hiyo video Chaz akauliza kwamba kwa hiyo mlikubaliana hadi kutengeneza video, si ndio? D akajibu na hawakujua, lakini mimi napenda tu kuzitunza kwa ajili yangu. Wewe ndio mwanaume wa kwanza kumweleza hilo. D aliendelea kumbembeleza, lakini Kesi alisimamisha ile rekodi. Kesi kwa furaha akasema kwamba hiyo hapo. Kosa lake umeshapata sasa Yaani unaweza kumpeleka mahakamani vizuri sana. Yaani amefanya machapisho ya ngono bila mwenzake kuridhia. Kesi alisema kwa furaha. Nikasema kwamba inaonekana Chaz alicheza mchezo wa akili sana. Nilisema kwa sasa nikianza kujisikia vibaya kwa jinsi ambavyo nilimjibu Chaz. Basi bwana. Baada ya kuongea hivyo, Cindy akasema kwamba hata mimi nakubali, sikuwahi kudhani kama kuna siku Chaz angetufaa, lakini kwa hapa Chaz ametufaa kabisa. Cindy alisema huku akitabasamu. Sasa nikasema kwamba okay, baadaye usiku nitamtafuta mwanasheria ili kujua tunapigaje hatua kutoka hapa. Niliwaambia hivyo marafiki zangu ambao walikubaliana na mimi. Nafsi yangu ilianza kupata wepesi. Hatimaye nimeanza kuona mwanga kwenye hili. Bila shaka huu ni mwanzo mzuri wa safari ya kulisafisha jina la Kian. Sasa ilitubidi tusafiri hadi Manchester, Uingereza, ambapo ndio tutaweza kufungua kesi. Msikilizaji, kitu ambacho nimejifunza ni kuwa kesi inafunguliwa mahali ambapo kosa hilo lilitendeka. Hivyo nilifunga safari kuelekea Uingereza na waamuzi kuwa mwenyewe. Mamangu alinisindikiza. Tulipotoa uwanja wa ndege, Rian alikuwepo kutupokea kama kaida yake, na alibaki mdomo wazi kidogo alipomwona Juan. Nilisema kwamba Rian, nimekumisi sana. Nilisema kwa sasa nikifukua Kiingereza changu cha uvunguni. Rian akasema kwamba nimekumisi zaidi na of course unatengeneza watoto wazuri sana. Alisema kwa sasa akimtazama Juan aliyekuwa amelala kifuani kwangu. Basi niliwatambulisha pale, nikasema kwamba asante, unamkumbuka mamangu? Niliwatambulisha pale, wakasalimiana kisha tukaelekea kwenye gari. Mamangu alikuwa akishangaa tu. Hii ndio mara yake ya kwanza kutoka nje ya nchi, kwa hiyo kila kitu kilikuwa kipya kwake. Taratibu gari liliingia kwenye geti la nyumbani na moyo wangu ukashuka zaidi. Rian alisema kwamba uliponiambia unakuja, nijitahidi kidogo kununua vitu kwa ajili ya mtoto, natumaini vitamfaa. Rian alisema hivyo tulipofika. Nilimwambia kwamba Rian, asante sana, haukuwa na haja yote hayo. Rian akasema bwana, hebu acha ujinga Gordon. Karibu bwana, mimi nimetengeneza pekrais leo. Alisema kwa kielekea ndani. Sasa mama akasema kwamba jamani, mwenzangu hiki Kiingereza chake cha haraka haraka kuna muda hata sielewi jamani. Ndio amesemaje hapo? Mama alisema kwa sasa akinifanya nicheke. Nikamwambia mama ametukaribisha ndani na ametengeneza hizo pekrais. Si unajua ni mpishi. Mama akasema kumbe ni chakula. Nilijua mafuta, nikadhani labda anatuambia tuoge kwanza. Hayo unatafasiria kidogo kidogo jamani. Mimi Kiingereza changu ni kile cha taratibu tu.
Mama alisema na kunichekesha zaidi. Basi nikamwambia twende ndani. Nilimshika mkono kumvuta hadi ndani. Nilimwacha akishangaa sebleni, mimi nikapitiza hadi jikoni ambapo nilimkuta Ryan akiweka chai jikoni. Ryan akauliza kwamba kwa nini usiende kumlaza juani alafu uje upate chai na uniambie kila kitu kilivyoenda. Nikamwambia kwamba hilo ni wazo zuri sana, nakuja. Nitoka jikoni na kwenda hadi vyumbani ambapo niliishia kutabasamu baada ya kuona Ryan alitengeneza chumba kwa ajili ya juani. Baada ya kumlaza nirudi mbio na kumkumbatia, nikasema kwamba thank you. Nisema nikiwa nimemkumbatia, Ryan akasema kwamba natumaini hujakasirika, nimefanya marekebisho tu ya nyumba yako bila kukwambia. Nikamwambia kwamba siwezi kukasirika, asante sana. John akiamka atafurahia sana. Akasema okay, ni wakati sasa wa chai. Mkaribishe mama, mimi natenga chai. Ananiambia hivyo. Nilienda sebuleni na kumkuta mama akikagua maua. Nicheka kidogo. Nikasema kwamba mama, chai tayari, njoo ule kidogo upate nguvu alafu ukague nyumba vizuri sasa. Mama akasema kwa kweli maana jamani na njaa. Sema tu kuna vitu vingi vya kushangaa kwenye hii nyumba. Hapa nimeshaona nikirudi nyumbani nataka viungu kama hivi vya maua. Mama alisema sasa akifuatana mimi jikoni. Tulikuta Ryan ameshatenga chai, hivyo tukaanza kula na kunywa. Sasa Ryan akitueleza vitu alivyokutana navyo hii miezi kadhaa ambayo tulikuwa mbali. Mamangu alikuwa anaitikia tu, japo najua kuna vitu aliweza kudaka na vingine vingi vilimpita, lakini hakujali sana. Naona Acres zilimvutia sana, kwa hiyo hata hakuwa akitusikiliza. Sasa baada ya kula tulienda kujiweka sawa. Ni bahati sana kuwa kipindi hiki ndio chenye joto. Nikikumbuka ile baridi ya kipindi kile, nilikuwa sina hamu kabisa. Baada ya kuoga nilitoka nje na kufurahia jua. Nilienda kukaa kwenye viti vilivyoko chini ya mti. Basi Ryan yeye bwana alikuja na kukaa pembeni yangu akiwa na sahani ya zabibu alioniletea. Akaniuliza kwamba vipi, unawaza nini mrembo? Nikamwambia kwamba hamna, nafurahi tu, nafurahia jua. Nilimwambia hivyo sasa nikimshukuru na kuanza kula taratibu. Nimuuliza kwamba hivi unafikiri tutashinda hii kesi? Ryan akasema mimi sio mwanasheria, lakini kwa ushahidi wote tulionao naona ushindi ni wetu. Anaweza asipate kifungo kirefu kama tunavyotamani, lakini angalau mnaweza kupata haki ya kumchukua Julia. Ananiambia hivyo. Nikasema kwamba yule mtoto astahili kabisa kupitia yote ambayo mama yake anampitisha. Nilisema sasa nikifunga macho, upepo mzuri ulipopuliza. Ryan akauliza kwamba kwa hiyo kesho tutaenda kwa mwanasheria, si ndio? Nikasema kesho ni mbali sana, nimeshamuita aje hapa wakati huu. Natamani hata hiyo hukumu ingesomwa leo hii. Ryan alicheka akasema twende taratibu Gordon, maisha ni hatua. Ryan aliniambia hivyo, nitabasamu kidogo na kutulia sasa nikimsikiliza akinisimulia story. Ryan alikuwa ni mwongeaji sana. Ukishamzoea, ni mwongeaji sana. Basi muda uliposogea kidogo niliona gari la mwanasheria likiingia na nafsi yangu ilifurahi kuwa hatimaye hili swala litapita. Tulikaa pale nje sasa tukijadili, nilimpatia ushahidi akaangalia na hata yeye mwenyewe alishtuka kidogo. Ryan alituletea chai kwenye ile meza pale nje na kukaa na mimi. Basi aliniambia kwa furaha kwamba okay, hapa tunao kesi. Hapa kwa haraka naona makosa mawili. Kwanza kuna udhalilishaji wa hawa wanaume, pili kuna kuchapisha machapisho ya ngono bila ridhaa ya hawa wanaume. Hapa madam tuna huo ushahidi wa sauti. Kwa hiyo relax kabisa Madam G. Kisu kipo mikononi mwetu. Aliniambia hivyo, nitabasamu kidogo nikasema kwamba maximum anaweza kupata kifungo cha miaka mingapi? Akaniambia kwamba haiwezi kuzidi mitano au anaweza kupewa kifungo cha nje ambacho kinakuwa kirefu zaidi. Kuzuia kufanya kazi kwa muda pamoja na faini. Inaweza isiwe vile unavyotaka, lakini angalau hiyo kuliko alivyokuwa anazunguka na kuumiza watu. Mwanasheria aliniambia hivyo. Basi nilitikia kwa kichwa. Nikamwambia okay, fungua kesi. Nilimwambia, akaniambia kwamba kesho alfajiri nitamkia hili. Leo napenda kuona tu kusoma na kujenga kesi yangu vizuri kuhakikisha kwamba hatochomoa hapa. Aliniambia kwa kujiamini sana. Basi nilimshukuru tu na kumwambia afanye kile linalowezekana. Wiki moja baadaye tuliitwa mahakamani ambapo ndio siku ambayo mashtaka yatasomwa. Delila alikuwa na charge na tofauti na watu wengine hakufungwa, aliitwa mahakamani na akaja mwenyewe. Aliwekewa kile kidude cha mguuni na kuambiwa haruhusiwi kuondoka hadi kesi hii itakapoisha, na kama akiwa hana hatia
ataondoka huru, na kama akiwa na hatia basi sheria itachukua mkondo wake. Basi tulipoingia mahakamani, mashtaka yalisomwa na ushahidi ukawekwa mezani. Sitasahau jinsi D alivyotoa macho baada ya kusikia sauti yake. Tuliomba sauti ya Charles izibwe ili isijulikane kuwa yeye ndo alivujisha zile taarifa. Mpaka wakati tunatoka mahakamani, tulikuwa na uhakika wa kushinda ile kesi kwa 70% kwa sababu upande wa D haukuwa hata na utetezi wenye nguvu. Utetezi wao pekee ulilala kwenye mawazo kuwa taarifa zile ni za uongo na ni za kutengenezwa tu, kwamba ni AI. Sasa mimi nilipopishana na Chazi, nilimtizama na kumwambia maneno kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu, nikasema ya kwamba asante sana. Nilimwambia, aliniangalia tu kutabasamu tu huku akipandisha miwani yake. Chazi akasema ya kwamba chochote kwa ajili yako Mara. Aliniambia kisha aligeuka kuondoka, lakini akasimama na kurudi. Akasema ya kwamba kama kitu chochote kikinitokea, chochote kile kikinitokea, utakachohitaji kipo kwenye simu yangu. Namba ya siri ni siku yako ya kuzaliwa pamoja na mwaka. Aliniambia na kunifanya nishangae kidogo. Nikamwambia kwamba Charles, kama uko hatarini, niambie mimi naweza kukupa mahali pa kuishi hadi ili lipite. Charles alicheka kidogo. Akasema kwamba niko salama kabisa, ni wazo tu limenijia. Aliniambia hivyo lakini sikumwamini. Yaani nilihisi kabisa kuna kitu. Basi nitamani kuongea zaidi lakini Charles aligeuka na kuondoka. Nibaki pale nikiofia maisha yake, lakini yeye hakuonekana kujali kabisa. Kesi ilihairishwa. Hakimu alitoa muda wa ushahidi wetu yani kuchunguzwa, ambapo ni wiki 2, lakini sio dalili ya D kuchomoa hapa. Sio kabisa. Kwa hiyo ni swala la muda tu. Nakumbuka ilikuwa ni jioni kama siku 10 baada ya kesi kusomwa. Nilipokea simu usiku kutoka kwa mwanasheria. Ilikuwa ni ajabu kwa yeye kunipigia usiku, na nikaogopa sana labda ushahidi wetu umetupiliwa mbali baada ya kuonekana ufai. Niinuka taratibu na kwenda sebuleni ili nisimsumbue jua, na sababu leo alisumbua sana, ikabidi nilale naye kitandani kwangu. Basi nilipokea pale, mwanasheria akasema kwamba Madam G, samahani nimekupigia simu usiku. Nikamwambia usiwaze, niambie kuna shida gani? Mwanasheria akasema shida ni Delila amejaribu kujiua, sema hajafanikiwa, yuko hospitali na ninaambiwa alikuwa na mpenzi wake. Nikasema ndio naelewa. Chaza anaendeleaje? Nilimkatisha mwanasheria. Niliuliza kwa sasa nikikaa kwenye sofa. Aitulia kidogo na kuniuliza kwamba ulikuwa unamfahamu Chazi. Huyo mwanasheria jinsi tu alivyoweka sentence yake ilinifanya nielewe kitu. Nikasema ya kwamba Chazi ni rafiki yangu. Nisema taratibu huku machozi yakinitoka. Ni rafiki yangu hata kama sikumpa hiyo nafasi na sikumwambia, lakini ana nafasi ya pekee moyoni mwangu. Basi akaniambia kwamba I'm sorry, lakini Chazi hajafanikiwa kupona, amefariki masaa mawili yaliyopita. Bado sijapata taarifa kamili, lakini nitakujuza tu kila kinachoendelea. Aliniambia na kunitakia usiku mwema, kisha akakata simu. Nilibaki nimekaa pale kwenye kochi huku machozi yakinitoka. Hata sijui nini kimetokea. Najua sitakiwi kunywa wine, lakini nimemimina glass kubwa na kuanza kunywa huku sasa nikifuta machozi yangu taratibu. Niliumia sana kwa sababu Chazi ameondoka hata kabla sijapata nafasi ya kumshukuru vizuri. Na kila nikikumbuka jinsi nilivyomfanyia nazidi kuumia na kujisikia vibaya. Basi Ryan alitokea pale sebuleni akasema, Gordon, unakunywa? Ryan alikuwa amevaa bukta. Bila shaka alikuja kuchukua maji sababu alikuja ukaa akiwa na chupa ya maji. Nikasema kwamba Chazi amekufa. Nilisema kwa sasa nikianza kulia upya. Ryan alisogea na kunikumbatia akasema kwamba pole sana. Nini kimetokea? Yaani imekuaje? Ni ajali ama? Nikajibu sijui hata. Nimeambiwa na Delila amejaribu kujiua lakini hajafanikiwa. Kwa hiyo nahisi ni ule pepo tu, hakuna namna nyingine. Nilisema kwa hasira kidogo. Ryan alibaki kimya tu huku sasa akinikumbatia hadi nilipotulia. Akaniambia kwamba sasa hapa tutafanya hivi, utapumzika alafu kesho tutajua kilichotokea. Sababu hata ukikaa na kulia hapa haitakusaidia na bado kuna jua na nikutegemea. Nikasema ni kweli, ngoja niende nikalala alafu tukiamka tutafuatilia hilo. Basi nimwambia kwa sasa nikiinuka na kuacha glasi yangu ya wine ambayo hata haikuwa imefika nusu. Nilimtakia usiku mwema na kwenda kulala. Ilinichukua muda lakini hatimaye nilipata usingizi. Asubuhi niliamka mapema sana kama John alivyotaka. Nilimbadilisha nguo na kwenda kumkalisha sebuleni ili acheze. Ametimiza miezi 6 sasa, kwa hiyo anakaa vizuri sana.
na kurusha vitu kila upande. Yuko vizuri sana. Hii ndio ile stage ukimpa simu yako una hasara. Nilikana kumtazama kwa tabasamu. Alikuwa akipiga kelele na kurusha vitu utadhani yani sio saa 10 alfajiri. Mimi nilikuwa nikipitia ukurasa wa habari ambapo taarifa ya tukio la Delila ilikuwa imejaa na imeelezwa kwa kina. Taarifa kutoka kwa majirani ni kwamba Delila na Charles waligombana jana. Hasa D akimlaumu Charles kwa kumsaliti. Baada ya ugomvi wa muda, walimsikia Charles akimwomba Delila amwachie. Kulikuwa kuna fujo, hasa Charles akimwambia D kwamba wanaweza kuongea na kuyamaliza, lakini baada ya muda kukawa kimya. Hapo jirani mmoja aliogopa na kupigia simu polisi, ambao walipofika walikuta D ameshajikata kwenye mkono wake na akivuja damu. Walimwahi na kumkimbiza hospitali, lakini bahati mbaya kwa Charles haikuwa bahati yake, sababu hadi polisi wanafika alikuwa ameshafariki huku mwili wake ukijaa damu baada ya kuchomwa kisu zaidi ya mara 9. Hii kesi iligeukia kuwa kesi inayofuatiliwa sana hapa Manchester. Kwa hiyo ilipelekea mahakama kukimbiza kesi ile. Baada ya siku 4 tulipewa taarifa kuwa ushahidi wetu ulikuwa unafaa kutumika mahakamani. Na niliwapa taarifa polisi kuhusu maneno ya mwisho ambayo Charles aliniambia, na nikawapa namba ya siri ya simu yake. Basi Charles aliendelea kumwangamiza Delila hata akiwa amelala wa baridi Montreal. Kwenye simu yake walikuta nyaraka tofauti za kila wakati D alipotapeli watu, kutakatisha fedha. Yaani alikuwa na maovu mengi. Ni kujazia tu kwenye hayo makosa aliyokuwa nayo. Na ukiweka kesi ya mauaji kwa juu, basi hali yake ni mbaya sana. Wiki 2 baadaye Delila alihukumiwa kifungo cha maisha kwa ajili ya Charles. Kifungo cha miaka 5 kwa udhalilishaji wa wanaume, miaka 3 kwa kuchapisha machapisho ya ngono bila ridhaa, miaka 2 kwa kumsingizia Kian na kuharibu picha yake katika jamii, na alitakiwa kulipa fidia kutokana na maafa aliyofanya kwa Kian na familia yake. Asile siku nilikuwa pale mahakamani. Nilipiga magoti bila kujali na kumshukuru Mungu kwa sababu huyu pepo ameondolewa maishani mwetu. Japokuwa imetokea kwa gharama ya Charles kupoteza uhai wake, lakini angalau hiki kilichotokea ni kama haki imetendeka. Baada ya ile kesi tulirudi nyumbani tukiwa na Julia pamoja na mwili wa Charles. Hii ni mara ya pili mimi kurudi nyumbani ikiwa na mwili wa mtu wa muhimu kwangu. Na vyote vimesababishwa na mtu mmoja tu. Msiba wa Charles ulikuwa mzito sana kwa sababu alikuwa kijana, familia yake ilimtegemea na mpaka nafariki hakuwa na mtoto hata mmoja, hata yule mtoto usingiziwa kwa naye. Maisha yake yamekatishwa hivyo tu na mwanamke mmoja mwenye roho ya kishetani. So tulipofika tu familia ya D ilikuja kumchukua Julia. Walidai hawawezi kumwachia mtoto bila familia ya Kian kulipa mahari. Ambacho walifanya na makabidhiano ya mtoto yatafanyika vizuri na kwa amani. Hawakuonekana hata kumjali Julia wala kuwaza kuwa mtoto wao amefungwa kifungo cha maisha kwenye nchi ya ugenini. Ni kama vile walishamkatia tamaa mtoto wao mwenyewe. So baada ya mazishi ya Charles ilichukua muda, lakini taratibu tuirudia ratiba zetu. Nilianza kujiruhusu kufurahia maisha na kujiruhusu kuamini kuwa kile kipindi kigumu na kibaya kimepita. Ile haki niliyokuwa naitafuta kwa ajili ya mpenzi wangu imepatikana. Basi miaka 2 baadaye, sauti ya John ilisikika ikisema ya kwamba mama ameshiba. Alisema sasa akiniletea sahani yake ambayo hakuwa amegusa chochote. Nilimchukua na kumkalisha na kuanza kumlisha. Nilihitaji kumwandaa ili nimpitishe kwa bibi yake kisha niende kwenye mazoezi. Baada ya kimya kirefu, ninategemea kupanda jukwani rasmi wiki ijayo. Imenichukua muda, of course naelewa hilo, lakini nilihitaji kufikia kiwango fulani hivi cha amani ili niweze kurudi kazini vizuri. Na hapa nina amani, tena amani sana msikilizaji. Katika hii miaka 2 mambo yalianza kujiseti yenyewe. Kwanza nilianza kupata tena kazi ya ubalozi na awamu hii zilikuwa nyingi hadi sasa ikabidi nichague wale wenye dau kubwa. Nilirudishwa kwenye vinyang'anyiro vya tuzo. Ile timu ya mpira ilitoa chapisho kumwongelea Kian huku sasa wakiomba wakimpamba kuwa alikuwa mwema na kati ya wachezaji bora waliowahi kuwapata basi ni Kian. Tulifurahi na kulipokea hilo kwa sababu tunajua hawawezi kukiri kabisa kueti wanaomba msamaha. Kwa hiyo hata hiyo heshima aliyompatia ilitosha sana kunifanya mimi nifanyeje, nifurahi. Na kwenye tuzo zao za mpira walimpa tuzo ya heshima ambayo ilienda kupokelewa na mama yake ambaye ni Mrs. Mapesa, na ilikuwa ni siku nzuri sana. Kwa hiyo jina la Kian limerudi kwenye heshima yake kama nilivyotamani iwe. Hata mwanangu akipita mtaani watu watamheshimu kwa jina lake na sio kumdharau.
Julia anaishi na bibi yake, japokuwa mara nyingi sana amekuwa kwangu. Tumekuwa na ukaribu mzuri na nimependa jinsi anavyoelewana na mdogo wake. Kwa kweli hakuna nilichokitamani zaidi ya hiki. Inaonekana kila kitu nilichotaka nimeshapata sasa, kwa hiyo kurudi jukwani ndio kitu kilichobakia. Lakini sio. Kuna swala la mwanaume ambalo limegeuka wimbo. Alafu kizingatia sasa nimeingia miaka 28, sio siku nyingi. Mama anazidi yani kuchanganyikiwa. Kila siku ananiambia anataka wajukuu, lakini sasa namwambia atawapata kwa watoto wake wengine. Kuna Michael na Husna ambao wanaenda vizuri na wanapendana sana. Wale wanaonekana wataoana haraka na kupata watoto, lakini mama huwa ananikazania mimi kila siku. Ameshanikutanisha na watoto wa marafiki zake wote. Yaani utadhani hawanijui. Nimwambia kwamba okay, kalete viatu. Nimwambia sasa nikiinuka na kupaki chakula chake kwenye begi lake, Juan airudi na viatu vyake ambavyo nilimvalisha, kisha tukaingia kwenye gari na kuelekea nyumbani kwa bibi yake, yani Mrs. Mapesa. Julia ndo alifungua mlango na kuja kunirukia. Akasema Auntie G, alisema kwa sauti sasa akiwa amenirukia. Nilimkumbatia sasa nikimbusu. Nikasema kwamba unaendeleaje Julia? Naona umerefuka. Inaelekea unakula vizuri eh? Alisema sasa nikimwangalia kwa tabasamu. Akanijibu ya kwamba ndio, jana nimekula sahani kubwa ya wali, sahani kubwa. Bibi aliniwekea na vitunguu, nikafunga macho nikavitafuna vyote. Alikuwa kinadithia hadi kwa mikono jinsi alivyokula kishujaa. Kuna watoto wengine wapendagi vitunguu ama hoho, wanaviweka pembeni kabisa. So nimtazama bibi yake ambaye alitikisa kichwa. Nilicheka tu na kumgeukia Julia. Nikasema kwamba kweli, hebu tupime tuone kama umerefuka. Nimwambia. Alisogea haraka na kusimama pembeni yangu. Nikamuuliza kwamba mbona kama umekuwa mfupi zaidi umepunguza kula Basi nilipomuuliza hivyo alivuta mdomo kidogo, akasema kwa hiyo hauwezi kwenda na mimi? Aliuliza kwa huzuni. Nilimwambia siku atakayofika begani kwangu kwa urefu ndio siku nitakayoenda naye kwenye matamasha, kwa sababu ameniona kwenye TV mara kadhaa. Kwa hiyo tukapanga mkakati ili afike hapo inabidi sasa ale kwa bidii, na hiyo ikapelekea sasa utaratibu wetu mzuri wa kupima na urefu. Basi nimwambia kwamba no, ni hadi ufike begani, umesikia wiki hii kula vizuri, labda unaweza kuwa umerefuka hadi wiki ijayo tukaenda wote. Basi aliacha tabasamu kubwa huku sasa kirukaruka. Arudi ndani mbio akasema kwamba bibi, nipakulie chakula niwekee karoti na mahoho na matungu mengi nile nirefuke. Alienda kumwambia bibi yake na kunifanya nicheke tu. Mrs. Mapesa alikuja na kunikumbatia sasa tukisalimiana, na nilimwambia kwamba mama, asante kwa kukaa na Juan, acha mimi niwahi watu maana watakuwa wananisubiri. Chakula chake kiko na kila kitu. Nilimwambia sasa nikimkabidhi begi la Juan. Aliniambia kwamba hakuna shida mwanangu, wewe kuwa na amani. Hata ukilala huko hamna shida, mimi nawamudu kabisa watoto. Aliniambia hivyo sana, nitabasamu na kumwaga, kisha nikaelekea kwenye mazoezi. Sasa nilitoka kwenye mazoezi nikiwa sina sauti kabisa. Nitabasamu baada ya kumuona Timo akinisubiri pale nje. Alinikumbatia na kunibusu paji la uso. Akaniuliza kwamba leo sauti yako ipo wapi? Aliniuliza huku sasa kitabasamu. Nilimjibu sielewi hata. Alianza kucheka kwa jinsi ilivyokuwa inakwaruza. Timo akasema mara mpenzi, mimi nimeshakwambia angalau upunguze kidogo. Sauti yako ni nzuri hata bila mazoezi. Aliniambia hivyo, nitabasamu tu sasa nikipokea kikombe cha chai ya asali alioniletea. Hii ndio huwa inanisaidiaga kidogo kurudisha sauti yangu. Kitu ambacho sijawaambia ni kuwa kwa sasa mimi na Timo tuna sintofahamu kidogo. Yaani hatuko kwenye mahusiano, lakini tumekuwa na urafiki fulani hivi, yani hiki kipindi chote tumekuwa ni watu wa karibu zaidi. Safari zake za Dar zimekuwa nyingi na kwa sasa hivi nadhani amehamia huko. Hajaniambia, lakini miezi 4 sasa ninamuona huko kila siku. Na kusema kweli nimeanza kuwaza kuchukua hatua nyingine. Sio kwa sababu ghafla nampenda hadi ninachanganyikiwa, lakini ninaamini itapumzisha maneno ya mama yangu na marafiki zangu kwa sasa. Timo alituendesha hadi kwenye mgawa ambao imekuwa kawaida yetu kuja kula hapa kila siku baada ya mazoezi. Na kwa siku ya leo nilitamani tupige hatua kidogo. Labda busu pale kwangu sebuleni, alafu tuangalie movie kidogo, alafu aende. Sababu hatujawahi kufanya vyote hivyo. Lakini nadhani ni wakati wa mimi kupiga hii hatua. Nilishaongea na Mrs. Mapesa na kumwambia nitaenda kumchukua Juan kesho, yani siku ya kesho yake. Kwa hiyo baada ya kumwambia hivyo, yeye alifurahi tu kupata muda zaidi
wa kuwa na wajukuu zake. Baada ya kula, Timo aliniendesha hadi nyumbani ambapo huwa tunatumia gari langu, alafu wakati wa kuondoka yeye atatumia usafiri mwingine. Mara nyingi huwa anaita Uber. Sasa alipopaki pale nyumbani, leo nilikuwa nilikusanya nguvu ya kumkaribisha ndani. Timo aliniangalia kidogo na kutabasamu, kisha akaambatana na mimi hadi barazani ambapo nilijaribu kufungua mlango, lakini niliishia kuangusha funguo tu sababu mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Yaani nilikuwa naogopa kama vile nitafumwa, kama vile ninafanya kosa. Timo alichukua funguo na kujaribu kufungua mlango, lakini ulikuwa wazi. Aliniambia kwamba mlango wenyewe hata hujafungwa. Aliniambia sasa akiufungua, nikasema kwamba usijali, itakuwa nilisahau tu, labda jua alinichanganya. Nilisema sasa tukiingia ndani. Tuliporudishia mlango tu, nilisogea na kukutanisha midomo yetu. Timo alinibusu kidogo, kisha akaniachia. Akaniambia kwamba una uhakika Mara, mimi sina haraka, naweza kukusubiri. Aliniambia kwa pole, huku sasa akigusa shavu langu. Nilimwambia kwamba na uhakika Timo, usipoteze muda. Nilimwambia sasa tukirudi kukutanisha midomo yetu. Tulisogea hadi kwenye kochi ambapo nilikalia kitu kigumu. Nilimwachia kidogo na kuangalia kitu nilichokalia. Nilishtuka na kuruka kutoka kwenye lile sofa ise. Timo akauliza nini shida? Aliuliza sasa na alisogea kitaka kunigusa, lakini nirudi nyuma asiniguse. Nikamwambia kwamba no, wewe nenda tu. Timo akasema Mara, hii ni jezi tu, itakuwa labda ulisahau hapa. Alisema sasa akisogea na kuigusa. Nilihisi kama nataka kuzimia. Nilimwambia kwamba nenda Timo, nilikosea tu, bado siko tayari, bado si wakati sahihi. Nilimwambia sasa nikitetemeka na kutokwa machozi. Timo alinitazama kidogo, lakini aliniaga na kuondoka. Nilisogea na kuangalia ile jezi na kalamu. Hizi ni kati ya zawadi za kwanza Kieni alizonipatia. Zimefikaje hapa? Sasa nilificha chini kabisa kwenye drawer ambayo ina funguo na hakuna anayejua niliziweka huko. Na ninajua mimi sikuzitoa. Sasa zimefikaje hapa? Nijiulize sasa nikivichukua kwa mikono inayotetemeka na kwenda kuvirudisha kabatini. Pale vilipokuwa mwanzo. Niliogopa sana. Hivyo sikuonana na Timo siku 2. Nilikuwa ni mtu wa kwenda mazoezi, nikitoka nitampitia mwanangu na kurudi nyumbani. Siku ya 3 niliona huo ni ujinga bwana. Hizo siku zote vile tu, vile vitu havikutokea, labda itakuwa nilivitoa tu na kusahau. Hivyo kabla sijaenda kwenye mazoezi nilihakikisha nimefunga kabati langu vizuri na pamoja na mlango nilihakikisha kabisa nimeufunga, kisha nikampeleka juani kwa mama yangu na kumwambia kabisa kwamba nitakuja kumchukua kesho yake. Leo nilidhamiria kuchukua ile hatua. Kweli baada ya mazoezi Timo alikuja kunichukua kama nilivyomwambia, na siku ya leo sikutaka kupoteza muda. Alipopaki tu gari nilimvuta na kuanza kumbusu. Timo aliguna kidogo huku sasa akinishika kiuno changu. Sema tulikuwa mbali, hivyo alinyanyua nikavuka na kumkalia mapaja yake nikiwa sasa nimemgeukia. Alianza kunibusu, aliponiachia alianza kubusu shingo yangu na kunifanya nigune. Okay, nilikuwa tayari kabisa. Tulishuka na kwenda ndani ambapo niliufungua mlango mwenyewe na leo ulikuwa umefungwa kama nilivyowacha. Baada tu ya kufungua mlango nilianza kumbusu Timo huku sasa tukiingia ndani. Timo aliniachia na kucheka kidogo, akasema kwamba naona na leo umeniwekea jezi. Aliniambia, nishtuka na geuka kama mwanzo ile jezi na kalamu vilikuwa pale vimewekwa kwa ustadi kabisa. Wewe. Msikilizaji, mwenyewe niliogopa. Niliogopa sana, ile hamu yote nilipotea. Unajua nilipotea? Nilijua hapa lazima kuna mtu ananifuatilia, mtu ambaye ana funguo za nyumba yangu yote. Akili yangu ilienda kwa D, lakini hapana, yuko bara jingine kabisa, tena magereza, kwa hiyo sidhani kama ana uwezo. Basi Timo akasema kwamba nafikiri inabidi niende. Timo alijiongelesha na kutoka. Bila shaka alikuwa amekasirika. Usiku ule sikulala pale, nilikusanya nguo zangu na nguo za juani kisha nikaenda kwa mama yangu. Nilikaa kule hadi siku ya tamasha, na siku zote hizo sikuonana kabisa na Timo. Hata yeye hakunitafuta. Nadhani atakuwa amekasirika, labda alidhani nimemfanyia makusudi. Siku ya tamasha nilivalishwa vizuri sana na mwanamitindo wangu, makeup mwanana kutoka kwa kipenzi changu Cindy, ambaye anategemea kujifungua mtoto wake wa pili hivi karibuni. Huku rafiki yetu Kesi akiwa kwenye uzazi wa mtoto wake wa 3. Amewezaje kuwafululiza hivyo hata mimi mwenyewe sielewi, lakini utetezi wake ni kuwa anazeeka, kwa hiyo anataka malize kuzaa anze kulea. Sisi tupo kumsupport, na wada mwanamume anempenda basi sisi tunamfurahia tu.
Tamasha langu la kwanza lilifanyika hapa nyumbani, lakini niliamua kurushwa mubashara mitandaoni. Baada ya hili naweza kukaa mwezi kisha nianze world tour yangu. Nilipopanda jukwaani kwa mara ya kwanza niliimba wimbo wa Pumzi ya Mwisho. Wimbo pekee nilioutoa katika kipindi chote hicho cha miaka 3 tangu Kian afariki. Watu waliuimba ule wimbo kwa hisia sana. Hata wakati niliposhindwa kuimba kutokana na machozi kunizidi, walinisaidia na kuimba wao. Sidhani kama kuna hisia inayozidi hii watu zaidi ya 20,000 kuimba wimbo wako ambao uliutunga chumbani ukiwa umevunjika moyo sana. So baada ya pale tulirudi kwenye nyimbo zetu za mapenzi na kuchangamka nini. Ulikuwa na wakati mzuri sana tu. Ilikuwa ni kama kurudi nyumbani. Ukimtoa Kian najua ni muziki na kutumbuiza ndio kati ya vitu ninavyovipenda sana maishani. Yaani ukimtoa Kian na Juan, muziki na kutumbuiza. Saa 8 usiku nilishuka jukwani, huku sasa nikiwa nimesweat kuanzia nywele hadi kucha. Michelle alikuja huku sasa akinipa chupa ya maji na timu ya muziki ilikuja pale na kuanza kunivua maiki na nyaya zote walizonivalisha. Muda huo Dave na timu ya wapiga muziki walishuka. Dave aliniangalia na kutabasamu. Dave akasema kwamba hongera sana Golden. Yaani mtu akiangalia moto wako wa leo hawezi kudhani kuwa ulikaa nje ya jukwaa kwa zaidi ya miaka 3. Basi baada ya Dave kusema hivyo nitabasamu tu na kumshukuru, kisha nikapokea pongezi nyingi mno. Baada ya pale nilibadili nguo na kutoka. Nilielekea kwenye gari langu na kuamua kuelekea nyumbani kwangu. Nitamani sana kubaki mwenyewe siku ya leo, lakini sasa nikikumbuka mauzauza yaliyotokea, niliamua tu nikachukua kitabu changu na kuondoka. Ninahitaji daftari langu la nyimbo leo. Nilikuwa nina wimbo kichwani, nilihitaji kuandika kabla haujapotea. Nilishuka na kuelekea ndani, nilipitiza hadi chumbani na kuchukua daftari langu, kisha nikatoka hadi sebuleni ambapo nilisikia mtu akigonga taratibu. Moyo wangu ulisimama kidogo. Saa 8 usiku huu ni nani anayegonga nyumbani kwangu Kwanza nilichungulia dirishani kumwangalia mlinzi, sikumuona. Nilisogea jikoni na kuchukua kisu. Kama ni mpuzi mmoja ambaye anajaribu kunitisha, basi leo ndo atajua mimi sina utani. Ataenda kuonana na muumba wake leo. Basi mlango uliendelea kugongwa. Nilisogea hapo nikiwa sasa nimeshika kisu. Lakini hapo mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Nitulia kidogo na kufungua mlango, lakini mkono wangu ulishia njiani na kile kisu kikadondoka, huku na mimi nikiona giza na kuanguka. Nilisikia sauti kwa mbali. Nikaanza kuhisi labda nimekufa na nimeenda mbinguni. Hey Foxy, tafadhali amka mpenzi wangu, alisema tena kwa sauti yake nzito. Nilifungua macho taratibu na sio ndoto hisi, ni kweli Kian alikuwa mbele yangu, sebuleni kwangu akiwa mzima kabisa. Hajauza wala anuki kuharibika ni. Nilifunga macho yangu na kuziba masikio. Nikianza kujiambia sio kweli, mara hii ni ndoto. Ubongo wako unakuchezea tu. Nijiambia hivyo, lakini mikono yake ilinigusa na kutoa mikono yangu masikioni. Foxy, hakuna ndoto wala mzimu. Huyu ni mimi. Ni story ndefu sana. Nakuomba sana Foxy, naomba leo ni mimi. Kian alisema kwa sasa akinitazama. Niliinuka na kukaa, nilimpapasa kwa kisha ni yeye bwana. Kian alikuwa akinitazama tu na kucheka. Foxy, nimekumisi sana, alisema na kufanya macho yangu yajae machozi. Nilimrukia na kumkumbatia huku nafsi na akili yangu ikianza kuamini ninachokiona. Nilimwambia Buba, I miss you. Nilimwambia kwa sasa macho yangu yakianza kutoa machozi. Baada ya kufanikiwa kutulia, Kian akiwa amenikumbatia, nilimwomba aniambie kilichotokea. Foxy, nimepitia wakati mgumu sana, lakini naomba nikueleze kila kitu wakati mwingine nikikusanya nguvu na nikiweza kupata nguvu ya kuweza kuambia kila kitu. Jua tu kwamba nilitekwa kwa sababu nilimkosea mtu mkubwa sana ambaye mpaka sasa sijui ni nani. Alitulia na kuanza kutetemeka mkono mmoja, ni kama vile alikuwa anawaza. Nilimgusa taratibu na kumuita jina lake, ndipo akatulia. Baada ya muda aliniambia kwamba anataka kusahau kila kitu hata kwa muda mfupi tu. Aliniambia hivyo nimwangalie, huku sasa macho yangu yakijaa machozi. Nilimshika mkono wake na kumpeleka hadi chumbani
ambapo nilimkalisha kitandani na kumkalia kwa sasa nikimbusu. Kian alifunga macho yake na kunibusu pia, na kama hivyo nikapotelea kwenye dunia yake. Hii ni hisia ambayo yeye tu ndo anayeweza kunipa. Nilipitisha mikono yangu ndani ya t-shirt aliyokuwa amevaa ili niweze kumvua, lakini Kian alishtuka na kunizuia. Akanambia naomba tuzime taa. Aliniambia kwa sauti ya wasiwasi, "Siku ni tuzime taa baba. Mimi nimekumisi. Nataka nikuone baba." "Sitaki unione hivi. Kian, wewe ni wangu. Hata iweje mimi nitakupenda ulivyo." Nilimwambia. Kian alifunga macho yangu na kushusha pumzi kisha akaniruhusu. Nilipandisha t-shirt yake na kumvua. Nijitahidi sana kutokushtuka au kufanya chochote, lakini sikuweza kuzuia chozi lililonitoka. Nilimgusa Kian kwa uoga kama vile ninaweza kumuumiza kwa kumgusa tu. Kifua chake na mgongo wake ulijaa makovu. Hasa mgongo ni kama vile mtu aliyepigwa mijeledi na akapona bila matibabu yote. Huku nikilia nilimuuliza kwamba nani amekufanya hivi. Kian alifungua macho yake na kunitazama. Akasema kwamba hii ndio sababu sikutaka unione. Hii ndio sababu nilikaa mbali miezi yote hiyo, lakini sijaweza kuvumilia kukuona na mwanamume mwingine. Ananiambia hivyo kisha akainuka na kuvaa t-shirt yake. Alitaka kuondoka lakini nilimzuia. No Ken. Hapana Ken, nakupenda. Chochote ulichopitia hakiwezi kunifanya mimi niache kukupenda. Ni kwamba tu najisikia vibaya kuwa sikuwepo kusaidia. Kuwa ulipitia yote haya mwenyewe. Kwa nini ukufanyia hivi? Nilisema kwa sasa nikilia. Kian alirudi na kunikumbatia kwa sasa akinibembeleza taratibu. Alinibusu na kama hivyo tukarudi kwenye mudi yetu. Nilipolegea kabisa alizima taa na kuwasha taa pale pembeni yenye mwanga mdogo sana. Na awamu hii sikumzuia. Chochote kitakachompa amani kwangu ni sawa tu. Kian alipoingia kwenye ikulu yangu akili yangu yote ilitulia. Ni kama vile hakuwahi kuondoka. Ni kama vile tupo kwenye dunia yetu wenyewe, na kwenye hii dunia hakuna shida wala maumivu. Fox, nakupenda sana. Wewe ndio mtu pekee uliyenipa nguvu ya kuiona siku nyingine. Kila siku nilikuwa nakuwaza wewe tu. Nitamani kukuona tena na kuja mikononi mwako tena. Nakupenda zaidi baba, sana tu. Yaani ni kama ndoto. Ndani ya moyo wangu niliamini ipo siku utarudi, lakini siku zilikimbia sana hadi nikaanza kuona labda yale ilikuwa ni mawazo yangu tu. Lakini kumbe kweli ulikuwepo. Lilikuwa ni swala la muda tu. Asante kwa kurudi Kian, kwa sababu sijui hata maisha yangu yangekuwaje bila wewe. Hii miaka 3 imekuwa migumu sana bila wewe. Nilimwambia hivyo. Alinivuta na kunikumbatia kisha akanibusu paji langu la uso. Pumzika, kutakucha muda si mrefu. Aliniambia kwa sasa akifunga macho na kusinzia, lakini mimi sikulala. Sikupata usingizi kabisa. Hivi unaanzaje kulala? Nilishia kumwangalia Kian akiwa amelala. Alikuwa amepungua sana ise. Ngozi yake ilikuwa nyeusi zaidi na mwili wake ulijaa makovu, lakini huyu ni Kian. Huyu ni Kian wangu na hilo linatosha. Ilimchukua Kian miezi miwili kwa ngozi yake kurudia mng'ao wake wa kawaida, na ndani ya hiyo miezi miwili tuliweza kuzoeana upya. Angalau alikuwa na ujasiri wa kuzunguka akiwa hajavaa t-shirt akiwa mbele yangu. Angalau ule ujasiri wake wa mwanzo ulirudi. Sio yule Kian muoga aliyekuja mlangoni kwangu ile siku usiku. Kian wangu yule niliyempenda kuanzia mwanzo ameanza kurudi. Afya yake imerudi pia. Nilifanya kazi ya kumlisha kwa bidii na kumletea mashine za mazoezi ili kuweza kumsaidia kuondoa stress. Kwa sababu hakutaka kutoka kabisa na wala hakuniruhusu kumwambia mtu yoyote kuhusu yeye. Jioni ndio muda wetu wa kutoka na kutembea. Mpaka sasa Kian hajaniambia chochote kuhusu kilichompata, lakini naamini hakika vizuri tu ataniambia tu. Kwa miezi miwili nimekuwa mtu mwenye furaha, lakini furaha yangu ni ya siri. Sijaruhusu watu kuja kwangu. Siku zote nimekuwa ni mtu wa kwenda kwao. Na kwa Juan, Kian amejitambulisha kama rafiki yangu. Kwa hiyo alipoenda kuropoka kwa mama, alishakufurahi kujua tu na mwanaume, lakini hajawahi kumwona. Kian ameishi hapa. Amecheza na Juan na ametengeneza mahusiano mazuri. Tumeogopa kumleta Julia sababu ni mkubwa na hatujua anajua nini kuhusu baba yake hadi sasa. Niliingia ndani kutoka kwa Cindy ambaye amejifungua mtoto wa kiume. Nirudi nikiwa nimepitia nyama choma na mfuko mwingine nilibeba vitu ambavyo vilikuwa vimeisha nyumbani. Kian alikuja na kunibusu kwa furaha. I say Fox, sijita nisemaje lakini nimekumisi sana. Afla umeenda muda mrefu mno. I miss you too baba. Sasa nilikwambia naenda kwa Cindy. Unajua wale hawajui
kinachoendelea. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi sana. Nimemwona mtoto wao wa kiume ana mashavu huyo. Anaitwa Ken. Yaani unamaanisha Kendrick? Hata mimi niliuliza hivyo lakini hapana, jina lake ni Ken. Hivyo tu. I say. Yaani Ken kama yule mdoli ama? Aliendelea kuuliza bila kuamini na kunifanya nicheke. Kama yule mdoli. Mtoto wao wa kwanza anaitwa Kende. Nani anachagua hayo majina? Na mimi sio David nimjua mimi. No, si unajua Cindy alivyomteka David mazima. Yaani pale David akiambiwa kushoto huyo, kulia huyo. Kwa hiyo Cindy ndo amechagua majina. Kama ulivyoniteka mazima, si ndio? Really? Hebu tuone. Nilimwambia hivyo huku sasa nikirudi nyuma. Haya, kushoto tembea. Aligeuka na kuanza kuelekea kushoto kama yuko kwenye gwaride. Kulia tembea. Akageuka tena. Nikamwambia, no, umekosea bwana, ulitakiwa urudi huko. Akasema, sasa huku ni nyuma, ulitakiwa uniambie nigeuke kwanza. Aliniambia kwa kicheka, nikamwambia kwamba okay. Yaani kama ungekuwa afande kikosi chako kingekula msoto kila siku yani. Alipoongea hivyo nikasema ndio maana nikaishia stage tu. Basi niseme hivyo sasa nikielekea jikoni. Kwanza mniambie bwana, unaonaje, umeniteka kiasi gani? Yaani nimekuteka mazima. Nimwambia sasa nikimbusu na kupitisha mikono yangu mgongoni mwake ambapo kuna makovu yaliyovimba. Kiana aliguna kidogo kwa wasiwasi, lakini nilipoendelea kumbusu nafsi yake ilitulia na akarudisha busu zito. Nilikuta ameshapika wali na mboga za majani, sema mboga nyingine ndo alikuwa anasubiri nije nayo. Kwa hiyo tukaishia tu kula ule wali pamoja na mboga za majani na nyama za kuchoma. Baada ya kula tulikaa kwenye sofa. Kiana alikuja na glasi 2 za juice na kukaa pembeni yangu. Vipi leo hauendi kumchukua Juan? No, unajua ameshamwambia mama kuwa ninaishi na mwanaume, kwa hiyo acha tupate muda wetu kidogo, sababu akishakuja hapa inakuwa ni kama vile ni mimi sipo. Foxy, yule ni mwanangu ambaye sijawahi kumuona wala kupata nafasi ya kuwa naye, lakini wewe ni wangu tu. Kila kitu kinakuja na kupita, lakini wewe ni wangu na mimi ni wako. Hata nisipokuwa na kuangalia au nisipokuwa na wewe, jua tu upo akilini mwangu na moyoni mwangu pia. Basi aliniambia hivyo, nitabasamu na kumbusu, kisha nikatulia sababu ni kama alitaka kuniambia kitu. Unajua ile siku nilipoenda na wewe hotelini, sikuwa nimedhamiria kujiua wala kutoroka. Nilitaka tu tubadilishe mandhari alafu turudi nyumbani, sababu ilikuwa ni miezi imepita na haukutoka ndani kabisa. Nuru ya ngozi yako ilipotea. Mimi ndo niliyekuwa na balaa, lakini wewe ndio uliyekuwa unapata shida. Kwa hiyo nilifanya lile kwa ajili yako. Ile siku asubuhi nilipigiwa simu na niliambiwa kama nataka ubaki salama, basi nitoke nje. Kwa hiyo nilitoka na kwenda hadi waliponielekeza, ambapo ni ghorofani. Nilisikia tu mtu akija nyuma yangu. Nilipogeuka nilipigwa na kitu kizito sana, nikapoteza fahamu. Nilipokuja kuzinduka nijikuta nipo ndani ya gari, ambapo mbele yangu kulikuwa kuna laptop inayoonyesha habari kuwa nimejiua kwa kujirusha ghorofani ile siku asubuhi. Video zako ukiwa unalia na watu wengi duniani wakituma salamu za pole. Nilivyokuwa naziona nilichanganyikiwa. Wale watu waliokuwa wamevaa maski waliniambia kuwa nimemkosea mtu mkubwa sana maishani, kwa hiyo amedhamiria kunipoteza. So nilikuwa katika hali ambayo siwezi kujisahau vyovyote vile. Nilipewa maji na kuzimia tena. Nilipokuja kuzinduka tulikuwa ndani ya kontena na watu wengine wengi tu. Yaani tulikuwa tumebanana sana. Aisee. Kumbe niliuzwa bwana. Na hapo ndipo nilijua kuwa kuna dunia nyingine. Sababu kule hata jina langu halikuwa na thamani yoyote. Tulipelekwa kufanya kazi kwenye mgodi mwaka wa kwanza, na huko ndo nilipata makovu mengi. Kile nilipojaribu kutoroka walinikamata na kunipiga siku 2 mfululizo bila chakula, na walikuwa wananipatia maji tu. Unajua mara kuna siku ambazo nilimwomba Mungu nife tu, lakini sikufa. Na kila nilipokumbuka ile video niliyoiona ukilia juu ya msiba wangu,
ilinipa nguvu ya kuona siku nyingine. Ulipofika mwaka wa pili nilishazoea kazi, lakini sasa tulihamishwa na kupelekwa sehemu nyingine ambayo mimi siwezi hata kuongelea. Kule ilikuwa ni unyama tu. Mara kuna wanawake ambao wameuzwa. Kazi zao ni kuzaa tu watoto wa kuja kuendelea kutumikishwa. Katika dunia hii, unajua, miaka hii kama ungeniambia, nisingekubali hadi nilipoona kwa macho yangu. Kule tulikuwa ni kama wanyama. Watu walitolewa viungo vyao, walitolewa damu na kuuzwa. Bahati yangu mimi ni moja tu, ni kwamba kuna mlinzi ambaye aliniona na kunitambua. Nilipomwambia ni mimi, basi alinifundisha jinsi ya kufeki, na ndio alinichana hapa hivi. Kian alivyokuwa anaongea hivyo, alifunua shati lake na kunionyesha sehemu yenye kovu kama la upasuaji hivyo upande wa ubavu. Kwa hiyo baada ya kuliona, I said, msikilizaji, niliumia basi tu. Kwa hiyo alinichana ili watu sasa wakiniangalia wajue nimetolewa figo moja, na akaniweka kwenye kitengo cha usafi na kubeba mizigo. Ni kitengo ambacho unapigwa na kuteswa sana, lakini angalau nilibaki hai. Kule nilikaa hadi sasa nikawa sijui tena tarehe. Unajua, ilifikia kipindi hata sielewi kama ni mchana au ni usiku. Nilianza kuwa kichaa kutokana na unyama niliokuwa nauona kule. Lakini kila nikikumbuka picha yako ya mara ya mwisho, nafsi yangu ilitulia. Basi siku moja tulitolewa kupelekwa mahali pengine. Tulikuwa tukisafiri kwa boti, na kwa bahati nzuri yule mlinzi rafiki yangu alikuwepo katika walinzi waliotusafirisha. Tulisafiri usiku, kwa hiyo hata huwezi kuona chochote. Watu walipolala alikuja kuniita. Tulipotoka nje akaniambia kwamba nirukia baharini niondoke. Nilimshangaa tu. Akanieleza kuwa mbele ya pale kuna kisiwa, nikifika sitakosa msaada. Basi mimi nilijaribu kumwambia tuondoke wote, lakini alikataa na kunipa jina la familia yake na kuniambia kama nikifanikiwa basi nitunze familia yake. Nilimshukuru sana, nikadumbukia baharini. Ilikuwa ni giza, yani hauoni mbele wala nyuma, na yale mawimbi sasa na baridi. Niliogopa sana, lakini nilitulia na kuona lile boti likiondoka na kupotea. Nilianza kuogelea nikiomba niwe naelekea sehemu sahihi. Mpaka kuna pambazuka nilikuwa nakaribia ufukweni. Nijitupa sasa, huku nikihema sana. Nilikuwa nimechoka mno. Nadhani nilizimia sababu nilikuja kuzinduka kwenye chumba kidogo. Huyo mbibi alikuja na kuniambia mjukuu wake ameniokota ufukweni. Wao walikuwa wakiongea Kiarabu, lakini bahati nzuri alikuwa anajua Kiingereza japo cha shida tu. Nilimuuliza nilipo, akaniambia nipo kisiwa cha Komoro. Kwa hiyo walinitunza, wakanipa chakula hadi afya yangu ikakaa vizuri. Baada ya siku 2 nilihitaji kupiga simu. Namba nilizokuwa nazo kichwani zilikuwa ni 2 tu, ya kwako na ya meneja wangu. Sasa nilicheza karata zangu na kuamua kumpigia meneja wangu ambaye alifunga safari kuja kunichukua kule Komoro. Hiyo ni miezi 3 iliyopita, kwa hiyo nilitunzwa na yeye, nikatibiwa afya yangu na kulishwa, nikakaa vizuri. Yaani kama ningekuja kwako moja kwa moja ile siku ya kwanza, ungekimbia kwa jinsi nilivyokuwa nimeisha. Kwa hiyo imenichukua muda kidogo, lakini kwa sasa nina ujasiri na ninajua ninachokitaka kutokea hapa. Niambie unataka nini? Msikilizaji, nimuuliza Kian huku nikifuta machozi yangu, maana sio kwa haya yote alioniambia. Foxy, mimi sitaki tena maarufu. Nataka kuishi na familia yangu maisha tulivu kabisa. Nifuge, nilime na kufurahia vyote ambavyo Mungu ametupatia. Unakumbuka lile pori letu tulilonunua Iringa? Ya, kule kutafaa kabisa. Ya, nilijenga gorofa dogo katikati nikiwa nisijui kitu cha kufanya. Kwa hiyo angalau tuna mahali pa kuanzia. Kwa hiyo niambie, yani uliingiaje nchini Buba? Ni kwa kutumia fake passport. Wewe na familia ndo mnanijua kama Kian, lakini serikali inanijua kama Ivan Sermit. Ivan? Mbona hujakaa kia Ivan kabisa? Mimi nafurahi tu kwamba nina hii nafasi ya kuwa na wewe, sababu kuna wakati nilikata tamaa na kuona labda hili
lisingewezekana tena. Basi msikilizaji, tulikaa vile kwa muda huku sasa nikiwaza kidogo. Nilimwambia Kiani ya kwamba kwa nini usiende kufanyia upasuaji wa kuondoa hayo makovu? Sio kwamba eti ananifanya nisikupende, lakini nataka tu wewe uwe na amani, uweze kujiamini zaidi. Basi nimwambia Kiani. Ilimchukua muda Kiani kukubali, lakini alikuja kuridhika kwenda nje kufanya upasuaji. Mimi nilifanya booking zote za muhimu na akaondoka akisindikizwa na dereva wangu. Sikuwa na amani ya kumruhusu asafiri mwenyewe. Mpaka hapa yani hatakuwa tumemwambia mtu yoyote, na kila siku yani ilikuwa inazidi kuwa ngumu kuficha. Hivyo nilitamani tu apone na awe na amani na ajiamini zaidi. Halafu tutawaambia familia yote. Basi miezi miwili, hicho ndio kipindi ambacho Kiani alikitumia nje ya nchi kushughulikia afya yake. Wakati akiwa huko nilipata nafasi ya kuonana na Timo na kumweleza kuwa hatuwezi kuendelea kujaribu kwa sababu nimepata mtu. Timo alinitazama kama vile haamini maneno yangu. Swali lake lilikuwa ni moja tu, lakini liliumiza sana. Timo ananiambia kwamba Mara, nimekusubiri kwa zaidi ya miaka 2 lakini bado moyo wako umeenda kwa mwingine. Mimi na mapungufu gani? Asiani Timo light angejua kuwa moyo wangu haujawahi kutoka ulikokuwa. Lakini sikuweza kumwambia hilo, hivyo nilimwacha amini vile anavyoamini. Siku Kiani aliporudi nilimsubiri nyumbani kwa furaha. Nilikuwa na hamu sana ya kumuona, sababu kwa jinsi tulivyokuwa tunaongea kwenye simu alionekana na furaha sana. Yaani kama vile alifurahia matokeo ya kile alichoenda kufanya. "Hey, Foxy." Aliniita kwa sauti aliposhuka tu kwenye gari. Nilikimbia na kwenda kumkumbatia kwa furaha huku nikisemea kwamba Buba, karibu. Nimkaribisha ndani. Tulipoingia tu nilianza kumharakisha anioneshe. Nilimwambia kwamba show me, huku sasa nikimpokea begi lake. Ni aliharakisha na kuvua t-shirt na vesti yake na nibaki mdomo wazi tu. Kiana alikuwa kama vile hajawahi kupitia shida. Tena huku mbele kifuani ndio yani kama hajawahi kuona shida. Mgongoni ukimsogelea ndo kuna maeneo utaona vimistari kama vile alikwaruzwa tu na mwiba akavimba kidogo. Yaani ni maajabu sana. Sasa nilimwambia kwamba wewe wamefanya nini? Yaani unaonekana ni mpya sana. Nilimwambia kwa furaha sasa nikimsogelea na kumkumbatia. Hata yeye mwenyewe alikuwa na furaha ya ajabu. Ujasiri leo kwa nao sasa hivi ni mpya, yani yule Kiani wangu amerudi. Tena amerudi kwa fujo. Tulizungumza ule usiku na akaridhia kuwa tunaweza kuambia familia zetu. Na niliona ili kuepusha shida za kiafya ni bora tu kuambia kwa mdomo ndipo aje kumuona kuliko Kiani kuwatokezea kama alivyofanya kwangu, maana watu wanapokula vyakula vya mafuta unaweza kushangaa tunaua mtu kwa pressure. Kwa hiyo ile weekend niliwalika wote nyumbani, yani marafiki zetu wote wa karibu na familia zetu. Kiani alikaa ndani chumbani. Nilimwambia akae huko hadi nitakapompigia simu. Watu wote walifika na kujaa kwenye meza kubwa niliyoweka pale nje, kila mtu akiuliza nini kinaendelea. Meza ilijaa chakula na mimi sikujisumbua kupendeza hata kidogo, sababu hii ni familia yangu na kila mtu hapa ameshaniona katika kila nyakati za maisha yangu. Kwa hiyo nilivaa tu t-shirt na jeans. Kabla tujaanza kula, jamani ni muhimu niwaambie kwa nini nimeomba hapa jioni ya leo. Wengine mna watoto wengi na wengine mna familia, lakini nilipowaomba mmekubali kuja bila kujali ubizo wenu. Kwa hiyo asanteni sana. Leo hii tuna mgeni wa maana sana na tumeamua kufanya kwa umoja wenu ili iwe rahisi kuifikisha taarifa. Kama umeshika glasi naomba iweke chini. Kama umekunywa naomba umeze. Nilisema hivyo na kutulia. Baada ya kufanya hivyo, yani baada ya kuambia hivyo, alicheka sana wakidhani ni utani wangu wa kila siku. Kiani amerudi. Niliwaambia hivyo, kila mmoja alicheka kwa style yake. Mdogo wangu Michael akasema kwamba alafu Mara wewe unajua Kiani ni mada sensitive sana. Hebu sema basi Lucho tuitie hapa bwana, wache kuzunguka. Michael alisema hivyo, kila mtu akaitikia. Nishusha pumzi. Okay, jamani, iko hivi. Ni kweli Kiani tulimzika na vyote hivyo, lakini ndugu zangu tulimzika hakuwa Kiani. Niliposema hivyo kila mtu alikuwa kimya. Kiani wetu wa kweli alikuwa ametekwa kwa kipindi chote hiki. Alirudi kwangu miezi kama 5 iliyopita na imemchukua muda yeye kupitia hali ya uponyaji wake. Ndio maana tukuambia na ndio maana mliniona nimekuwa msiri sana na sikuwakaribisha nyumbani kwangu. So nimewambia hivi ili msije mkazimia mkimuona kama ilivyokuwa kwangu.
ni Kiani wetu na yuko vile vile kama unavyomkumbuka kilini mwako. So nampigia hapa ili aje kutusalimia. Kila mtu alikuwa kimya, hakuna aliyeongea chochote. Hivyo nilimpigia Kiani na kuweka sauti kwenye simu yangu. Hey Buba, kila mtu anakusubiri sasa, unaweza kuja? Okay Foxy, nakuja. Waliposikia sauti yake tu, kila mtu alishtuka na mama yake maskini alianza kulia. Mlango ulipofunguliwa, Jordan aliinuka kwenye kiti chake na kwenda kumkimbilia Kiani na kumrukia. Alimkumbatia muda mrefu sana huko Mrs. Mapesa akilia kwa furaha. Michael alienda na kumkumbatia pia. Cindy alikuwa analia tu. Kesi bado alibaki kwenye mshangao maskini. Mama yangu naye alikuwa ni mdomo wazi tu. Kiani alikuja na kuchuchuma pembeni ya mama yake kisha akambusu na kumwambia kwamba bado nipo kwa ajili yako mama. Na hapo Sami nikashindwa kuzuia machozi yangu. Walikumbatiana muda mrefu kisha akamkumbatia mama yangu na akakumbatia kila mtu. Baada ya kutulia, tulianza kula na taratibu story zilianza kurudi. Kila mtu alinifurahia na kuniambia hii ndio sababu sikutaka mwanaume, kumbe nilijua nilichokuwa na kisubiri. Ulikuwa ni usiku wa pekee sana, usiku ambao nilitua ule mzigo mzito. Basi bwana, miaka 3 baadaye huku Iringa, naweza kusema haya ndo maisha niliyoyatamani kwa muda mrefu. Kwanza mwaka juzi tulihamishia maisha yetu Iringa. Mimi, Kiani na watoto wetu wawili, yani Julia na Juan. Labda niweke hivi kwa ufupi tu, yani tumekuwa wafugaji. Kiani ameamua kujikita kwenye ufugaji na kwa ujumla tuna ng'ombe 2,000 wa maziwa na kuku zaidi ya 10,000 wa mayai na wengine wa nyama. Mungu akitujalia, baada ya miezi 4 mtoto mwingine ataongezeka kwenye hii familia. Mwaka jana niliacha muziki rasmi, na maanisha kuacha kutumbuiza. Hivyo nimechagua kubaki kama mshauri na mtunzi wa nyimbo tu. Haikuwa rahisi kufikia hayo maamuzi, lakini kama hii ndio gharama ya kuweza kuwa na amani na familia yangu, basi ni gharama ndogo sana kulipa. Mimi na mume wangu Kiani tuna vyanzo vya kutosha vya mapato, na hili swala la ufugaji linatuingizia pesa nzuri tu, kiasi kwamba ni hatuna matumizi na pesa zinazoingia kutoka kwenye nyumba zetu za kupanga na viwanda kadhaa ambavyo tulinunua hisa. Mara kadhaa huwa tunasafiri kwenda kuangalia mambo yanavyoenda, lakini kwa sasa maisha yetu yapo huku. Nyumba yetu ni kubwa sana. Imegeuka kuwa nyumba ya sikukuu, na ukizingatia iko katikati ya pori, inafanya onekane kama hoteli. Mazingira mazuri ya kijani, maziwa ya kutosha, mayai na nyama za kutosha, mbuzi wa kuchoma kila tukipata wageni. Yaani huu ni ukamilifu wa ajabu sana. Basi Cindy alikuwa akiwaita watoto wake huko sasa, akiwatafuta huko nje akiita kwamba Kenny, we Kendi, jamani ya watoto, Penny. Basi alikuwa anaita. Kiani akasema kwamba seriously, inabidi uzungumze na rafiki yako juu ya majina ya watoto wake. Hawezi kuendelea hivi bwana. Hapo sasa mtoto wa 4 atamuita nani sasa, Beli ama? Kiani aliongea hivyo na kunifanya nicheke. Hebu ache bwana marafiki zangu. Kila mtu ana uhuru wa kuishi maisha yake. Sawa, lakini mimi huwezi kunikuta eti naita Penny. Just imagine, wewe ndo mwanaume uko chumbani, mke wako ndo anaitwa Penny. Just imagine. Kiani alisema na kunifanya nicheke zaidi. Nikamwambia kwamba Buba, na baba suni ache, staki bwana. Nilimwambia kwa sasa nikigeukia jiko la nyama choma na kuanza kugeuza zile nyama. Wakati huo Jordan alikuja na bia 2. Moja alimpatia Kiani na nyingine ilikuwa yake. Mimi nilikuwa na glasi yangu ya juice, kwa hiyo hakukuwa na shida. Walikana kwanza kuongea kuhusu mpira. Jordan na Kes wameishia kwenye watoto 3 ambao wote ni wa kiume. Yaani kuna Felix, kuna Jeremia na Collins. Angalau hawa watoto hao wana majina ya kawaida. Hiyo ni kulingana na Kiani. Sasa baada ya kugeuza nyama, nilifunika lile jiko na kwenda kukaa, lakini Kiani alinivuta nika sasa nimemkalia huko sasa akipapasa tumbo langu ambalo linaonekana kwa sasa. Muda huo mama alitoka akikimbizana na Juan ili avae sweta, lakini Juan alikuwa anakimbia na kumtesa bibi yake. Michael alitokea na kumdaka, akamnyanyua juu, kitu kilichofanya sasa Juan aanze kupiga kelele. Juan akasema kwamba Uncle Michael nichose. Juan alisema sasa akirushausha miguu yake. Michael ambaye ni daktari miaka 2 sasa, alioana na Husna mwaka jana, ambapo Husna alibadili dini kuanzia mwaka juzi na mpaka sasa bado anatumia jina lake hilo la Husna, lakini alibadili dini.
Michael ni kijana anayejielewa kabisa, na kusema kweli nafurahia jinsi alivyokuwa. Sio wote wenye bahati ya kupenda mara ya kwanza na hilo penzi likawa la kweli hadi kuoana na kupata watoto. Japokuwa bado hawajabarikiwa watoto, lakini hilo ni swala la muda tu. Mdogo wangu Pendo alimaliza chuo. Yeye alikuwa anasoma tu masuala ya hotel management, sana upishi, japo kusema kweli upishi wake bado sijauona, lakini naamini anajitafuta. Akiweka bidii atajipata tu. Sio kila wakati vitu vinaenda vile mlivyotamani viende. Mimi ni mfano mzuri tu sana kulionyesha hilo. Kilikuwa ni kipindi cha Christmas na ndio kipindi ambacho nyumba yetu inajaa kabisa. Hatimaye Devi alitoka akiwa amembeba binti yake Penny na kukaa naye huku sasa akimvalisha soksi. Muda si mrefu Cindy alitoka na watoto wake wawili, akiwakalisha na kuwapa vikombe vya chai. Julia naye alitoka akiambatana na Pendo huku sasa wameshika vikombe vya chai. Huku ni baridi, tena hasa hiki kipindi cha Christmas hiki. Baridi ya kutosha, kwa hiyo chai, masweta, socks ni vitu muhimu sana. Baada ya watu wote kutoka, nilitaka kuinuka lakini Jordan na Michael wakatuambia tutulie. Walienda kutoa zile nyama jikoni na kuzikatakata vizuri, zikawekwa kwenye sahani na kila mtu akakabidhiwa sahani yake. Hiki hakikuwa chakula cha jioni, ilikuwa ni bite tu ya saa 12. Sufuria la pilau jikoni lilikuwepo, kwa hiyo kila mtu alijua kula kwa pause. Zainabu, yule binti aliyekuwa anatusaidia kazi, nilimlipia chuo baada ya sisi kuhamia Iringa, kwa hiyo mpaka leo yupo chuo na tunawasiliana mara kadhaa. Yeye ameingia kusoma mambo ya lugha na utalii, naamini atapata nafasi kubwa na kukuza maisha yake akimaliza kusoma. Stories zilizidi kunoga huku sasa tukicheka. Mama yangu na mama yake Kiani ndio walikuwa wanapika leo na hawakutaka msaada wetu, hivyo tuliamua tu kufurahia wakati wetu na watu wetu wa karibu. Nilimwangalia kila mmoja hapa, siamini jinsi tulivyotoka mbali na yote tuliyopitia bado siamini. Yaani sikuwahi kudhani kwamba eti kuna siku tungekaa hivi tukifurahi na kucheka kama vile yani hatujawahi kuona shida. Tumepitia mengi sana msikilizaji, tumepitia maumivu, tumepitia vilio, tumepitia kuvunjika moyo na kukata tamaa, lakini hawa watu hapa walionizunguka hawajawahi kunitupa. Walinishika mkono, walinitetea, walinisaidia na nilipoinuka walinishangilia. Hii furaha ninayosikia hapa sasa hivi, moyo wangu ulivyojaa na jinsi nilivyojaa tabasamu ambalo haliwezi kutoka usoni mwangu, hasa nikimwangalia Kian na watoto wetu. Basi tu. Nilimwambia Kian taratibu ya kwamba nakupenda baba. Yaani unajua semeni kama upo hapa na tupo hapa na of course nimejaa furaha sana. Nakupenda zaidi Foxy. Una haki ya kufurahi. Hii ni furaha ambayo umeipambania kwa muda mrefu sana. Hii ni furaha unayostahili baada ya kulia sana. Kwa hiyo furahi Foxy wangu, mke wangu mpenzi, na mimi niko hapa kukupa raha zote za ulimwengu. Aliniambia na kunibusu paji la uso. Nilitabasamu na kutulia kifuani mwake. Kweli ninastahili hili. Hii ni furaha ninayostahili. Msikilizaji, hapa sasa ndipo tumefika mwisho kabisa mwa hii simulizi yake Mara. Ninaamini tangu ulipokuwa nami kwenye episode ya kwanza season 1, tumelia wote, tumecheka wote, tumefurahi wote, tumekasirika wote, na mpaka leo hii tumepigwa na mshangao wa kutosha mara baada ya kufahamu Kian bado yupo na Mara. Na tushukuru tu Mara alikuwa na control hisia zake vizuri. Nadhani ingekuwa ni kwa mtu mwingine na vile ambavyo nashaishiwa na mama, ingia kwenye mahusiano. Watu wangekuwa wameshaingia kwenye mahusiano mapema, watu wangekuwa wameshakitoa mapema, lakini Mara of course alizilinda hisia zake na aliamini kila anachokiamini. Kwa hiyo niseme tu nimpe pongezi sana Chuchu, na nikupe pongezi pia wewe uliyekuwa pamoja nami mpaka hapa mwisho. Naendelea kumwomba Mungu, I say kesho ni ya Mungu, ya kwetu ni leo, ya jana ni historia tu, sawa tunaomba ruhusa kwake Mwenyezi Mungu atujalie siku ya kesho unakoendelea tukutane hapa Lumba Simulizi ili tuendelee kupata story tam sana. Nina story nyingi sana na watunzi wanazidi kuniletea mizigo ya kutosha, wakiamini hapa ni sehemu sahihi na wao unazidi kuburudika. Niseme tu ulikuwa na Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.